Huenda ukawa upo kwenye mahusiano. Sasa sijajua kwamba ni bora hivi sasa ulivyo kwenye mahusiano ama ni bora ulivyokuwa single. Jibu nalijua mwenyewe. Kama unataka tushiriki wote pamoja tujue unachokipitia, sawa, uwanja wa comment upo kwa ajili yako. Tulipoishia sehemu ya kwanza tuliona ya kwamba Eva sababu ya kuingia kwenye ugomvi na Joel ilikuwa ni kwa sababu ya gari alilonunua yeye. Mimi ndio tunafahamu kabisa ni gari amenunua Eva kwa pesa ambazo alikuwa anadunduliza. Lakini sasa hakutaka kununua yeye, ni kama aliona kwamba ni kama atamdhalau mwanaume wake. Akaamua kumtumia kaka yake kuonekana ya kwamba yeye ndio kanunua gari. Sasa jamaa akakasirika sana. Na nisijui ni wivu ama tayari anafahamu, lakini ni jambo pole limesababisha Eva kubakwa, kupigwa, kufanyeje, yani kesi nyingi sana. Kwa hiyo na Eva hata hajaendesha gari, akaamua kuirudisha, amelipaki pale kwa rafiki yake na yupo kwenye mpango wa kuirudisha kabisa. Kwa hiyo ndio imekuwa hivyo. Sasa baada ya kurudi ugomvi tena ulitokea na Joel alimwambia ya kwamba kama anataka haya mambo yaishe basi akubaliane na haya masharti ambayo anampatia. Cha kwanza anataka Eva abadilishe mavazi yake, awe anavaa nguo ambazo mtu yoyote hataona mguu wake wala mkono wake. Eva akapewa sharti lingine, akaambiwa kwamba sitaki kuona ukiwasiliana au kuonana na marafiki zako au mtu yoyote yule zaidi ya mama yako na baba yako, na hata wao unatakiwa kuomba ruhusa kwanza. Eva akaambiwa pia sharti la tatu ni kwamba mshahara wako utatumika kununua mahitaji yote ya nyumbani, na kingine katika hili nitahitaji neno la siri la akaunti zako zote. Sharti la nne alilopewa Eva akaambiwa kwamba siku yoyote ambayo rafiki zangu watakuja hapa sitataka kukuona ukiongea ama kucheka nao, yani hutaki kucheka na yoyote kati yao. Na sio kuongea tu, wakija hata kama umekaa utainuka na kuingia chumbani. Sharti la tano alilopewa Eva aliambiwa kwamba hutakiwi kusema hapana kwangu. Kila nitakachotaka ama kusema utasema ndio. Unanielewa? Basi Eva alikubali. Sasa je, wewe ndio ungekuwa ndio wewe, hiki kiatu cha Eva kinakutosha je? Kwa haya masharti ungekubali? Hasa sharti la tano kwamba hutaki kusema hapana. Unaweza ukaomba hata mlango wa nyuma, geti la nyuma na ukalitoa, ndugu yangu. Haya bwana, tunasonga mbele. Baada ya Eva kubaliana na haya masharti yote, kipi kitakachoendelea kwenye hii ndoa ya Eva? Maana ni kama sasa hivi anatamani sana bora angekuwa single. Langu jina Lucas Lumbasi. Naomba kuona like yako kama tuko pamoja, comment chochote ambacho unatamani kuzungumza. Basi Joel aligeuka haraka, nikaficha kile kiso. Na muda huo akachukua simu yake na kuondoka. Nijikokota kwa maumivu makali, nikasimama dirishani na kumchungulia. Nikaona anaongea na mlinzi, ni kama alikuwa akimpa maagizo fulani hivi, kisha akaingia kwenye gari na kuondoka. Sasa baada ya kuona mondoka, nikatoka dirishani na kuanza kutafuta simu yangu. Ajabu sikuiona. Na sio hiyo tu, hata simu ya mezani haikuwepo. Nikajua tayari ameondoka, kaondoka navyo kama sikuficha. Kiuchovu nikakaa chini na kufikiria kwa kina. Niliwaza, mwisho nikapata jibu, nikainuka na kujikokota kwa shida hadi mlangoni, kushika kitasa nifungue mlango ufunguke, kumaanisha umefungwa. Nikaanza kuhangaika kutafuta funguo, huenda nitaiona, lakini niliishia kujichosha bure. Kiuchovu nikakaa kwa kujikunja na kuishia kufuta machozi tu. Nilikumbuka maisha yangu kabla ya ndoa na namna nilivyokuwa natamani kuolewa, nikalia sana. Niliwaza, ina maana nilifanya kosa kuolewa ama kufanya chaguo? Maana unaweza kuwa upo sahihi kuolewa lakini ukawa haupo sahihi kufanya chaguo. Unaweza kuwa upo sahihi kufanya chaguo lakini ukawa upo sahihi kuolewa. Lakini kama ni chaguo, mbona mimi nilikuwa ni mtu wa kuomba mume mwema toka utoto wangu? Sasa kwa nini Mungu apuuzia maombi yangu? Na kuitupa kwenye mikono, yani kunitupia mimi kwenye mikono ya shetani? Ina maana maombi yangu hayakuwa na nguvu ama nilikuwa mdhambi? Lakini mbona nijitunza hadi nilipoolewa jamani? Mimi nimeolewa na bikira yangu. Maana labda kama ningekuwa nimeutumia usichana wangu vibaya, sawa, huenda hii ndio sababu, lakini nilijilinda na kutunza usafi wa mwili na roho. Ila pamoja na yote nimetupwa katikati ya bahari ili hali siwezi hata kuogelea. Mungu, kama kwenye maombi yangu nilikuwa na kufokea, naomba unisamehe Baba. Kwani sikuwa na nia mbaya, ni kama mtoto tu aliyehitaji kuwa na kesho yenye furaha. Na sikulaumu kwa lolote, kwa sababu najua unaweza kuwa unanijaribu, lakini kama kweli unanijaribu, tafadhali nipunguzie ujazo wa kikombe changu, kwani nimechoka. Siwezi tena, moyo wangu unavuja damu. Imani imekufa ndani yangu. Maana kila dakika
Naona kabisa roho yangu ikishuka kwa kasi kuelekea kuzimu. Naomba nisaidie, mwenyewe siwezi, na kama kuna kosa nimefanya tafadhali niko chini ya miguu yako, naomba nisamehe. So msikilizaji, nilia mno na kujilaza chini kama kitoto cha ndege kilichokosa mama. Moyo uliuma mno. Kutoka ndani ya moyo wangu nikaichukia siku ya ndoa yangu. Na ilaani sana ile siku wallahi. Ile siku ya kufunga ndoa. Maana imenileta kwenye kifungu ambacho sikufikiria kama nitakuja kufungwa wala kukaa. Ila leo nipo na sioni dalili ya kuokoka. Zaidi tu naona maisha yangu yakipotelea humo. Najuta na kuchukia moyo wangu ulioruhusu upendo juu ya hili lishetani lililo katika umbo la binadamu. Kilio na majuto viliendelea msikilizaji. Masaa yakakata, njaa nayo ikaanza kunitafuna. Nikavumilia, mwisho nikaona nitakufa kweli. Taratibu nikajikokota tena hadi dirishani, nikafungua kioo na kumuita mlinzi. Sauti ilikuwa dhaifu sana kiasi cha kutomfikia. Mimi sikuchoka, nikaita sana lakini bado hakunisikia. Japo naweza kusema alifanya kusudi, maana haiwezekani ashindwe hata kuhisi kama anaitwa. Basi baada ya kuona sisikilizwi nikakaa. Mara nikakumbuka tuna msichana wa kazi. Huyu lazima atanisaidia. Kidogo nikatabasamu na kusogelea mlango, nikaanza kugonga kwa fujo. Maana niliona nikiita hataweza kunisikia. So ili nisikilizwe ni bora nigonge mlango. Ajabu hata hakuja. Nikajua basi amewazuia, maana kwa namna nilivyokuwa nagonga mlango hata aliyoko nje anasikia. Basi kinyonge nirudi kitandani na kujilaza. Maumivu na majuto akawa shuka langu, huku machozi akiwa chemichemi isiyokauka. Muda ulizidi kwenda, hali yangu nayo ilizidi kuwa mbaya. Njaa iliniuma kisawasawa, huku mwili ukitafuna kwa maumivu ya kipigo. Kimchezo tu siku kaingia bila Joel kurudi. Sikuona sababu ya kuwasha hata taa, nikaacha na kukaa kizani. Macho yangu yalikuwa wazi lakini sikuona hata kilicho mbele yangu. Kwa huzuni nikasema ya kwamba ina maana hii ndio hatima yangu. Inachekesha kuona kwamba nimeishia hapa, ila huenda nilistahili kuwa hapa. Niliongea hivyo na tabasamu tena la uchungu. Mnyonge mie niliendelea kujikunja na muda ukazidi kwenda. Matumaini ya Joel kurudi akafa. Taratibu nikavuta shuka na kujifunika. Moyoni nikaomba Mungu walau anipe hata usingizi, ili mateso ya njaa na maumivu yapungue. Lakini hata huo alininyima. Nikageuka mlinzi na kukesha pasipo kufunga macho yangu. Kutokana na maumivu niliyokuwa nayo plus njaa, mwili ulizidi kuwa dhaifu kiasi ambacho nikaona na uelekea mwisho wangu. Sijui niseme ni bahati ama ni Mungu tu aliamua kunihurumia, maana wakati nikiwa nimelala kusubiri mwisho wangu, dirisha la chumbani kwangu liligongwa. Na kwa mbali nikasikia sauti ya Raina. Sikuwa na nguvu, ila kitendo cha kusikia sauti ya Raina nilikurupuka na kuamka kwa pupa na kujikuta nikianguka vibaya. Sasa kishindo cha kuanguka kilimjulisha Raina kuwa niko ndani. Akakazana kuita. Nikiwa chini nilinyanyua mkono wangu taratibu na kushika kwenye paji langu la uso kuangalia hivi damu zinatoka, kumaanisha nimeumia. Sasa mimi sikutaka kujali, nikajikokota hadi dirishani na kufungua kuona sura ya Raina tu. Nijikuta nikiangua kilio na kuomba nisaidie kutoka. Raina aliniangalia kwa mshangao huko machozi yakimtoka. Haraka akafuta machozi na kuniambia kwamba Eva, usilie sawa usilie, mimi nakutoa hapa, jikaze. Basi aliongea hivyo na kukimbia kuelekea mlango wa kuingilia ndani. Bahati mbaya kafika na kukuta umefungwa. Alihisi kuchanganyikiwa na kuanza kugonga kwa hasira, lakini hakuweza. Akanirudia na kuniambia kwamba nijikaze, anatafuta namna kufungua mlango. Nikamwambia muite mlinzi ili amsaidie kubomoa. Akasema kamzimisha. Nilishtuka na kumuuliza, umemzimisha mlinzi kivipi? Akasema kwamba sasa unafikiri mimi ningeingiaje wakati huyo shetani amekaa amekataa kabisa asiruhusu mtu yote. Basi nikaa kimya. Akasema kwamba anapigia polisi, watafungua tu. Aliongea na kuchukua simu yake, ila kabla hajapiga geti dogo likafunguliwa. Akaingia Joel huku mikono ikiwa mfukoni. Tembea yake tu inaonyesha alijua uwepo wa Raina. Na kilichotisha ni tabasamu alilokuwa nalo. Kwa hofu nikamwambia Raina kwamba ondoka haraka sana. Raina aliniangalia kwa hasira sana na kusema kwamba siondoke hapa bila wewe. Joel kusikia hivyo alicheka na kupiga makofi na kusogea karibu yetu. Tena kwa dharau alimwangalia Raina na kurudi kuniangalia na mimi, kisha akajifanya kusikitika hivi na kusema kwamba maskini, mnatia huruma sana. Vipi Raina, unataka kumtoa ndugu yako? Raina alichukia na kumwambia kwamba wewe shetani usio na haya. Hebu naomba ufungulie dada yangu sasa hivi. Naomba ufungulie kabla sijachafua hali ya hewa.
Raina kusema hivyo, Joel alicheka. Alicheka sana. Na akasema ya kwamba unaonekana una upendo sana. Haya, ngoja nione namna utakavyochafua hali ya hewa. Baada ya Joel kusema hivyo, alimwagiza dereva wake amletee kiti. Dereva akamletea, akapokea na kukaa. Raina alipata hasira, akachukua fimbo ya Masai, akataka kuvunja kioo. Kwa hasira Joel akamwahi na kuishika fimbo kumzuia, bila kutarajia akamweka kofi. Mimi siko tayari kumuona rafiki yangu akipigwa kisa mimi. Nikamwomba Joel amwache, asimguse. Kama ni kunipiga basi anipige mimi tu. Raina hakutaka kukubali kupigwa. Akawa tayari kupambana naye. Joel akamwambia kwamba sikia binti, usitake kuingilia mambo yasiyokuhusu, sawa? Utajikuta unajiingiza kwenye vita isiyo na maana. Cha kufanya hapa, rudi ulikotoka kabla sijakufanya sura yako mbaya. Kwa hasira Raina akamjibu kwamba unataka unifanye sura yangu kuwa, yani unichafue sura yangu, si ndio? Hivi naonekana dhaifu sana ni kiasi cha kukuogopa? Joel akajibu, najua una uwezo wa kupambana lakini sio kwangu. Ila ngoja nikufanyie urahisi, maana nimetoka kula raha. Nisingetaka kuona damu ya mtu kwa sababu kwa sababu hiyo mimi nitamfungulia. Kisha nitakupatia chaguo moja tu. Halafu utaamua uondoke naye ama uondoke mwenyewe. Aliinuka na kufungua mlango na kunifuata chumbani. Akanichukua disebleni na kunisukuma kwa nguvu. Raina akaniwahi na kunikumbatia. Akatuangalia kwa dharau na kukaa kwenye sofa. Kisha akasema kwamba huyo hapo nimeukabidhi. Sasa kama unataka kumtoa kwenye himaya yangu, nitaposti hii kitu kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu aone namna ulivyofundi kitandani. Na najua baada ya hii utakuwa mtu maarufu sana, si ndio? Alivyosema hivyo, Raina akamuuliza kwamba unaongea kuhusu nini? Joel alicheka na kuinuka. Akasogea karibu yetu na kutunisha video ambayo ilimuonyesha Raina akifanya mapenzi na mpenzi wake. Tuliangaliana na Raina tena kwa mshangao mkubwa. Kwa sauti ya kupanic Raina akamuuliza kwamba umetoa wapi video? Joel alitabasamu na kusema kwamba mimi ni mtu harakati, so siulize nimetoa wapi. Alafu kingine, so wewe tu, hata siri za baba mkwe wangu ninazo. So mke wangu kipenzi, naomba uchague moja. Niachie connection ya rafiki yako kipenzi ili uwe huru ama ubaki na mimi. Ukiachana na hii ya Raina, unajua kama baba yako ana mwanamke mwingine nje. Na sio mwanamke tu bali mke wake, kwa sababu ameshamzalia watoto wawili na amewajengea nyumba kubwa tu. Hebu ngoja nikuonyeshe bwana, maana nahisi kama utakuwa unaona kama ni nataka kuwazunguka hivi. Kweli bwana, alinionyesha picha za baba akiwa na huyo mwanamke pamoja na hawa watoto. Nilibaki nimepigwa na butwa. Ina maana baba yangu anamsaliti mama yangu. Niliwaza jinsi alivyompole na mcha Mungu, nikahisi inaweza kuwa uongo. Nikakataa. Akaniambia, uko tayari kuona connection ya baba yako, labda utaamini. Nikasema nini? Akaniambia, kama picha zitoshi kukuaminisha, mimi nikuonyeshe video labda utaamini. Basi sikuwa tayari kuona faragha ya baba yangu. Nikamwambia kwamba basi nitabaki. Raina hakutaka nibaki, akanitaka tuondoke. Nikamwambia hapana Raina, niache nibaki. Basi kwa uchungu kwa kilia, akaniambia kwamba hapana Eva, huyu shetani muongo anataka tu kutumia huu uongo kukufanya ubaki. Tafadhali tuondoke, kama ni hiyo ya kwangu mimi niko tayari arushe kokote anakoona inafaa, ni sawa tu, ila siko tayari kukuacha mikononi mwake. Nikamwambia Raina kwamba hapana, hii ni adhabu yangu. Acha nitumikie tu, nenda nitakuwa sawa. Raina alijitahidi sana kunisii tuondoke. Alipoona nimegoma kuondoka, akataka kupiga simu polisi. Joel akamwambia kwamba ukimaliza kupiga simu, video hii itakuwa kila mahali. Na pia polisi wakifika hapa, hawatakuwa na cha kunifanya kwa sababu sheria iko mikononi mwangu na hujui mimi ni nani. Au labda ufahamu mimi ni nani, si ndio? Aliongea hivyo na kunigeukia akasema kwamba mke wangu, hebu mwambie rafiki yako kuwa mimi ni nani ili achague. Kwa pole nikamwambia Raina kwamba Raina, ondoka rafiki yangu. Kumbuka umebeba heshima ya familia yako. Na pia siko tayari kuona ndoa ya wazazi wangu ikivunjika kwa sababu yangu, ondoka tu. Basi haikuwa rahisi kunikubalia, ila nilimsii sana, mwisho akakubali. Kwa huzuni alinikumbatia huku akilia na kuniaga akaondoka. Baada ya kuondoka tu, Joel aliinuka na kunisogelea na kunifuta machozi huku akitabasamu na kusema kwamba roho yako itakuja kukuua, ila ninafuraha kuona una utu, na kwa sababu umenifurahisha siwezi kugusa, so tuenzetu tukalale. Au jala hebu kaa hapo nikuandalie chakula. Aliongea na kunikalisha kwenye sofa, kisha akaingia jikoni na kuanza kupika.
Alipika na alivyomaliza akaja kukaa pembeni yangu na kuniambia kwamba nimekupikia chakula unachokipenda, bila shaka utakifurahia. Nilishukuru tu na kutaka kuchukua chakula kile ili nile. Akanizuia na kutaka kunilisha mwenyewe. Mimi sikubisha, akachota chakula na kunilisha. Ile nimeweka mdomoni tu nilikutana na pilipili kali za Wahindi. Tena zile pilipili za Wahindi zikasome. Nilimwangalia usoni akatabasamu na kuniuliza vipi, ni kibaya? Nikasema hapana, ni kitamu kama penzi lako. Kauli hiyo ilimchukiza, nikaona jicho linaanza kumuiva. Mishipa ya kichwa nayo ikaanza kuinuka taratibu. Mimi sikuogopa. Niliendelea kumeza huku nikimwangalia kwa uso wa tabasamu. Aliniangalia kwa muda akataka kuinuka, nikamwambia kwamba vipi, unataka kuniacha? Bado sijashiba. Acha hasira bwana. Basi kwa dharau alitabasamu na kuniambia kwamba naona unaanza kupata nguvu ya kunionyesha dharau sasa, si ndio? Nikasema wala, kwa nini kuonyesha dharau ile hali sina kauli kwako? Basi bila kuongea alisonya na kuondoka. Nikala kile chakula chote. Hapo machozi na mafua ni vinashuka. Basi baada ya kumaliza kula nilipeleka chombo jikoni na kwenda chumbani, nikamkuta ameshapanda kitandani. Nikampita na kuingia bafuni kuoga. Nilipomaliza nikatoka na kupanda kitandani. Tukapeana migongo na kulala. Usiku huu walau nilala kwa amani. Kesho yake asubuhi niliamka mapema sana na kumwandalia chai, nikapelekea kitandani na kumwamsha. Akaamka kwa upole, nikamkaribisha. Aliangalia chai na kusema kwamba baada ya miezi leo ndo unaniletea chai kitandani. Vipi, umepanga kuniua ama? Nitabasamu nikamwambia kwamba kwa nini nikuue? Ili hali naishi kwa nguvu ya penzi lako. Hebu amka unywe chai bwana haraka, usije kuchelewa kwenda kazini. Niliongea na kumsogezea karibu, akawa anaviangalia tu. Nikaona huyu ana wasiwasi. Nikanywa kidogo ili kumtoa wasiwasi. Kweli baada ya kuona nimekunywa ndo akanywa. Nilimwangalia moyoni nikasema kwamba muda wako bado. Mke mwema mie. Nikamwandalia nguo na kila kitu, kisha nikamsubiri amalize kula. Na alivyomaliza nikasubiri dakika zipite kidogo walau chai ishuke. Dakika zikakata kwa mahaba mazito, nikamuinua na kuongozana naye hadi bafuni. Sikumwacha aoge mwenyewe, nikamuogesha vizuri kabisa. Ili kunogesha huba, nikampa chakula cha haki bila pupala papala. Sasa baada ya yote nikamalizia kumsafisha na kumvalisha, kisha kaondoka. Nisubiri dakika kadhaa zikapita, nikachukua simu yangu na kumpigia dereva wa mama, nikamuuliza alipeleka wapi nguo zangu. Akaniambia aliondoka nazo kwake. Basi nikamuomba kama yuko free akazichukue na kuzipeleka nyumbani, kisha nitazifuata hapo. Akajibu poa na kufanya kama ambavyo nilimwagiza. Sasa bwana, ilivyofika saa 7 mchana, nikavaa nguo yangu nyeusi kama naenda msibani vile. Kisha nika request usafiri moja kwa moja hadi nyumbani. Kufika nikamkuta mama akiwa mwenyewe. Maana baba alikuwa bado hajarudi kutoka safari. Basi mama kuniona nikiwa nimevimba sehemu mbalimbali za mwili wangu, akaniuliza kwa mshangao kwamba wewe mtoto, nini kimekukuta? Mbona kama umepigwa? Bila kujibu swali lake nilisogea hadi lilipo sofa, nikakaa na kumuita dada, nikaomba niletee glasi ya maji walau nilainishe koo kabla ya kuongea. Hakuchukua muda akaniletea, nikanywa, kisha nikamgeukia mama vizuri na kumwambia yote aliyotokea. Ila issue ya baba sikuisema, lakini mengine yote nikasema. Ajabu, baada ya kueleza yote mama akaniuliza kwamba kwa hiyo unataka kuniona mimi ni mjinga ambaye unaweza kumwambia chochote na akakuelewa, si ndio? Nikasema mama unamaanisha nini? Mama akasema wewe unajua ninachomaanisha, Alafu nikuulize, umekuja kuniambia haya yote ili nikusaidie nini kwa mfano? Maana umeongea kama vile yani unahitaji msaada. Nilimwangalia mama kwa makini wa hali ya juu. Nikahisi wenda huyu sio mama yangu. Maana iniingia akilini, yani eti mimi nimekuja nimevimba hapa na kuvilia damu karibu kila mahali. Nikamueleza na kilichonikuta, ila bado anapata ujasiri wa kuniuliza eti nataka nisaidie nini? Like seriously? Nilimfikiria sana na kukosa neno la kuongea. Naye kuona niko kimya akaniuliza kwa mara pili tena. Safari hii aliniuliza kwa ukali bila kuonesha hasira na maumivu. Nikamjibu kwamba nilikuja kuomba msaada, ili kama unaweza kuniokoa basi uniokoe. Mama akasema nikuokoe? Kwani umeshikwa mateka ama? Sikia Eva, nimekuzaa mwenyewe, hivyo ninakujua vizuri kuliko mtu yoyote. Wewe mtoto ni jeuri mno wewe mtoto. Na ndio maana mwenzako anakupiga. Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba sababu eti ya kuchelewa kufika nyumbani ndio ilikufanya akakupiga hivyo. Huo ni uongo. Uongo kabisa huo. Wewe utakuwa na kitu kingine tu umefanya ambacho kimempa hasira hadi kufikia tu kukupiga.
Hilo ni moja. Alafu jambo la pili, hivi unakosaje hisia kwa mwanaume unayempenda? Eti nakuuliza wewe unakosaje hisia kwa mtu unayempenda? Maana unataka kunifanya kama vile sisi sijui, yani kama siafahamu mapenzi vile. Wewe kama una mtu mwingine nje ya ndoa useme, kwa sababu mtu unayempenda hata asipokuandaa huwezi kuumia wala kukereka. Zaidi akikusogelea tu mwili na akili vinabadilika muda huo. Sasa wewe mwenzangu unataka kusema nini? Au unamaanisha kwamba una maisha magumu, kwamba yani umeanza kucheza vikoba na huna hela ya kulipa? Labda tuseme hisia zimehamia huko. Lakini jibu lako litakuwa hapana. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Sitaki aibu za kijinga kwenye familia yangu. Yani ndoa hata miezi 6 haina, umeshaanza kubeba vilago wewe. Tuliza mshono huko kabla sijakupamiza hapa mlango, mjinga wewe. Eti nateso nyo, ulilazimishwa kuolewa? Ama nani aliyekuambia ndoa ni mteremko? Watulia hapo utunze ndoa yako. Usifikiri wanaume wote wako kama baba yako. Na uondoke hapa, sitaki kesi ya kulala na mke wa mtu hapa nyumbani kwangu, mjinga wewe. Ina maana ana haki ya kunipiga, si ndio? Kama unaleta kiburi kwa nini? Afanye nini sasa? Unataka afanye nini zaidi ya kukupiga? Nilimwangalia mama, nikabaki siamini kama ni yeye ndo anaongea maneno hayo yote. Ili hali alipaswa kusimama upande wangu kama mzazi. Nilikaa kimya kwa muda, huku nikatafakari mambo mengi, kisha nikainuka na kumwambia kwamba sawa mama, asante, acha nirudi kwangu. Akajibu kila laheri. Bila hata kugeuka nyuma nikatoka nje na kuchukua begi langu la nguo na kurudi kwa Joel. Njia nzima nilikuwa nafuta machozi. Kutoka ndani ya moyo nikasema kwamba Joel, sasa nitaenda kukuonyesha upande wangu wa pili ambao hakuna mtu aliwahi kuona. Si nimekupenda Ile umeniona boya Sawa, nitakuonyesha. Yani kama wewe ni shetani, mimi nitakuwa ni mwalimu wa kwanza kumfunza shetani namna kufanya kazi yake. Na ndipo nitakapoweka maana halisi ya ule msemo wanaosema watu ya kwamba mwanamke akiamua kulipiza kisasi, shetani mwenyewe atakaa pembeni ili apate kujifunza. Najua ukwahi kujua wanamaanisha nini, ila na hapa juu ya uso wa dunia hautokaa ukanisahau maisha yako yote, mbwa wewe. Basi nifuta machozi na kumwambia dereva abadilishe njia, siendi tena nyumbani. Acha nipite bank kwanza. Vita ndo kwanza inaanza. Nilienda moja kwa moja bank. Nilipofika nikafungua account mpya, kisha nikahamisha pesa zangu zote. Sikuishia hapo. Nikamfuata Raina na kumwambia kwamba Raina, nitafutie mteja, naliuza gari langu. Raina akasema, "Nini? Hebu subiri." Kwa hiyo umeamua kuliuza kweli? Eva, kumbuka hili ni gari la ndoto yako, umepambana miaka mingi kuitimiza ndoto yako. Afle wote umelipata unataka kuliuza kisa tu mumeo hajapenda. Na ukumbuke hutaweza kuliuza kwa bei ambayo umenunulia, zaidi utapata hasara. Nikasema, Raina, hasara tumeumbiwa sisi binadamu, kwa hiyo wewe nitafutie mtu. Raina niangalia kwa huzuni na kusema kwamba tuachane na gari. Eva, naomba basi tuachane na huyo mtu. Atakuja kukuua, na kama unaogopa kuhusu kuvujisha faragha za baba yako, tunaweza kwenda polisi tukaeleza kila kitu, ikibidi hata kumshtaki ili tu uwe huru. Maana mimi sina amani kukuona ukiwa yani ni kama ukiwa naye ni kama naogopa, unajua Afu na kinachoniumiza, mama yako aonekana hata kujali lolote. Maana hata siku ile baada ya kutoka pale, mimi nilienda nikamuelezea, lakini alinitoa baru na kunitaka nikae mbali na wewe. Nikamwambia Raina kwamba Raina, usijali, haina haja ya kumpeleka kwenye sheria na kupotezeana muda. Acha afanye vile anavyotaka na akichoka atatulia. Raina akasema, "Nini? Afanye anavyotaka?" Dada, hivi ni mapenzi yanakufanya wewe tayari kuishi maisha ya mateso kama uko kuzimu ama umerogwa? Eva, msikia bwana, kama umekubali ni wewe, sio mimi. Eva, umesikia Sio mimi. Eva, mimi nitapambana kwa nguvu zangu zote. Hata kinibidi kuhonga nitaonga. Ila lazima mimi Raina, lazima nihakikisha kwamba umetoka kwenye hicho kifungo. Maana sio ndoa Eva, Hivi ndoa gani yani nataka kukutoa roho? Nitabasamu. Nikamwambia kwamba najua unanijali rafiki yangu. Lakini ukitaka kukosana na mimi, ingilia hii vita. Wewe niache hivi tu. Singeliamua kumpenda mwenyewe na kwa miguu yangu mwenyewe nikaingia. Basi naomba niache ninywe kikombe changu mwenyewe. Basi Raina alijaribu kunishawishi nimpeleke kwenye vyombo vya sheria au kumtoroka na kwenda mbali, ila nilikataa katu kwamba siwezi kumwacha. Mtoto akilia wembe mpe acheze nao bwana. Basi Raina aliamua kuniacha nijipike mwenyewe.
Baada ya kuongea naye kwa muda mrefu na kukubali kunitafutia mteja, nikaaga na kurudi nyumbani. Uzuri nikafika na kukuta hajarudi. Mke bora mie nikafika na kuanza kuandaa chumba, nikakiweka kiromantic. Nilipomaliza nikapika chakula kitamu na kuingia bafuni, nikaoga vizuri kabisa, kisha nikakaa kumsubiri mume. Naye kama alijua kuwa namsubiri bwana, akarudi mapema. Mtoto wa kike nikampokea kwa mahaba motomoto. Nikampeleka bafuni na kumwogesha, kisha nikamvalisha nguo nyepesi. Baada ya hapo nikamshika mkono taratibu hadi mezani kwa mahaba mazito, nikamkaribisha chakula, nikampakulia na kumlisha kama mtoto. Sijui huba lilimkorea, maana alikuwa anacheka tu na mimi sikuwa hata na muda wa kupoteza. Ndio kwanza nizidisha mahaba. Mtoto wa mama mkwe akashiba. Nikamtuliza, chakula kishuke kwanza, kisha akale chakula cha pili. Kwa raha zake akakaa miguu kanyanyua juu na kubaki akiangalia TV, huku uso ukiwa na tabasamu nono. Kumbukeni namlia time tu hapa. Sasa dakika kadhaa zikapita, nikamhamisha dunia na kwenda kwenye dunia nyingine ya mahaba. Akala chakula chake na kusaza juu, akabaki amelala chali huku akishusha pumzi kiuchovu. Mtoto wa kike nikawa namwagia misifa ambayo hata ikuepo. Yote ni kuzidi tu kumshawishi. Na unaweza kuniuliza, je, nimeamua kuanza kuifufua ndoa ama na kuachana na mipango yangu ya kumnyosha? Ndugu, mipango iko pale pale. Kilichopo nampa nafasi ya kujiona mshindi, kisha baadaye ndo niingie mzigoni. Japo kama atabadilika na kuwa vizuri, sitakuwa na haja ya kufanya lolote zaidi ya kuendelea kuipambania ndoa yangu. Ila akiendelea kufanya ujinga wake, hapo ndipo atauona ule upande wangu wa pili. Basi baada ya mapumziko mafupi tuliingia bafuni, tukaoga, kisha tukarudi kitandani tayari kwa ajili ya kulala. Sasa alikaa kimya. Mwisho akashindwa na kuniita. Mie tena nikamwitikia na kuwa tayari kumsikiliza. Akaniuliza, vipi, kuna nini leo hadi umekuwa hivi? Nikasema, kuna nini? Yaani kuna nini unauliza hivyo yani, au hatupaswi kuwa hivi? Mimi sijasema hatupaswi kuwa hivi, ila umenishangaza tu, maana unajua siku hizi yani umekuwa mkaidi sana. Na kama unafanya hivi ili kunituliza, nasikitika kusema kwamba unapoteza muda wako. Maana hakuna lolote unalofanya ambalo ni geni kwangu. Kwa hiyo bado tunarudi pale pale. Fuata sheria zangu. Hutaki nitaendelea kuwa mbaya kwako. Usijali, nakuelewa mume wangu, na mimi niko tayari kuishi vile unavyotaka. Kweli? Ndio mume wangu. Sawa, itakuwa vizuri kama utafanya hivyo. Nafikiri sasa utaishi kwa amani. Nilimkumbatia na kutulia kifuani kwake. Zikapita sekunde kadhaa, akanitoa kwake na kunipa mgongo kisha akalala. Mimi sikutaka kumsumbua, nikajilaza tu. Usiku kapita, kesho ikafika kama kawaida, nikafanya majukumu yangu kisha nikajiandaa ili niende kazini. Ajabu, ile nimemaliza kujiandaa tu, Joel akaniuliza unaenda wapi? Nienda kazini mume wangu. Vipi, kuna tatizo? Maana naona muuliza ni kwa mshtuko sana. Hakuna tatizo, ila sitaki uende kazini. Hutaki niende kazini? Ukimaanisha nini yani? Nataka uache kazi. Unatania ama unaongea kwa serious? Hivi wewe ukiniangalia unaonekana kama ni mtu mwenye matani ama? No, nauliza tu, maana unajua umekuwa ghafla sana. Hivi kipi ambacho kimekuwa ghafla? Sikia, tumeshakubaliana utanisikiliza kwa kila kitu. Kwa hiyo ninachotaka kwa sasa, sitaki kukuona ukifanya kazi. Naweza kuuliza hivi, kwa nini unataka niache kazi? Kwa sababu kama majukumu yangu nafanya vizuri tena kwa wakati, sasa kwa nini niache kazi? Wewe, usitaki kuniharibia siku, umesikia? Nimeshasema sitaki ufanye kazi, basi. Au unaweza kuniambia kwamba ni yani wewe unaweza kuniambia kwamba unafanya kazi liweje? Kwamba hauvai? Au una upungufu wa kitu chochote? Jibu ni hapana. Sasa tulia nyumbani utunze nyumba yako. Haya, basi mume wangu, nimekuelewa. Samahani kama maswali yangu yamekwaza. Basi nilimwambia hivyo kunikishika mkono wake, na bila kujibu aliutoa mkono wangu na kuondoka. Kweli baada ya kuondoka nilibadilisha nguo na kubaki nyumbani. Na huo ndio kama mwanzo wa mimi kuwa mke wa nyumbani. Nilifanya kila aina ya kazi bila kutoa lalamiko lolote. Ile sheria ya kutosema hapana kwa lolote analotaka nilishika, nikawa kama zuzu. Kila kitu kwangu ikawa ndio. Mwanzo nilihisi huenda ataja kubadilika, ila nilikuja kuoneshwa huo upande wake mwingine. Hakuna rangi ambayo sikuona. Yaani niliteswa kuliko kawaida. Kwanza picha linaanza, baada ya wiki akataka nimpe kadi zangu za benki zote pamoja na namba za siri. Nikampa ile moja ambayo naitumiaga miaka yote. Ndio nikampatia. Kumbukia nimefungua account mpya.
Sasa bila hata kuniuliza kuna shilingi ngapi akaondoka. Si akaenda huko akataka kutoa hela bwana, zikagoma. Akawa na kazi ya kushusha viwango tu. Alivyoona hakuna hela akarudia nyumbani kwa hasira. Nakumbuka nilikuwa jikoni napika. Yaani alifika na kunivuta nywele. Akanipiga na kofi. Sijakaa sawa, akanichota mtama chini. Akanishushia kipigo kama mwizi hadi nikazima, ndo akaniacha na kuondoka. Kama Mungu tu, mlinzi akaja jikoni tena. Alikuja baada ya kusikia harufu ya chakula kikiungua. Akawa ameniita dirishani kwangu, akaona kimya na alihisi labda nitakuwa nimelala. So alivyoona kimya akaamua kuingia ndani, ndo kunikuta nimelala chini huku sina fahamu. Aliogopa na kuanza kuhangaika asijue afanye nini. Baadaye akapata wazo na kumpigia simu Raina. Naye alivyopata taarifa akatoka kazini mbio mbio na kuja, huku akimpa maelekezo ya jinsi ya kunipa huduma ya kwanza. Hakuchelewa, akafika na kunibeba moja kwa moja hospitali. Kufika wakakataa kunipokea hadi awe na PF3. Raina akuwa na muda akatoa pesa pale, ndo nikapokelewa. Raina baada ya kuona naanza kuhudumiwa akaanza kumpigia mama simu ili amtaarifu. Ajabu, simu iliita sana bila kupokelewa. Akaona aachane naye na kumtafuta kaka yangu. Bahati nzuri akampata. So akampa habari ya mambo yote na hali yangu ilivyo. Kakaangu alichukia sana na kukata simu bila kupoteza muda, akampigia baba simu. Sasa wakati anapiga simu ya baba, mama ndo alikuwa nayo. So akapokea mama. Kaka akamwambia Raina akanipigia na kuniambia 1 2 3. Unajua msikilizaji, kuna muda mimi nahisi huyu mama, nahisiki mama yangu anamilikiwa na roho, tena roho chafu. Maana kaka baada ya kumueleza alichoambiwa na Raina na kusema kuwa anataka kuja haraka sana, alimzuia na kumwambia haina haja ya kuacha kazi zake na kuja huku ili hali wao wapo. Kwa hiyo aendelee na shughuli zake. Hata hivyo anajua kila kitu kinachoendelea na mimi ndo mkorofi. Sasa kaka kutaka kuelewa, akamwambia napanda ndege leo, siwezi kukaa huku ili hali mdogo wangu anapitia magumu. Mama alijaribu kumtuliza. Na alivyoona kaka anagoma kumuelewa, akamtumia picha yangu nikiwa hospitali. Picha ile ilikuwa ni ya miaka 2 nyuma, tena kipindi ambacho niliteleza kwenye ngazi. So akamtumia hiyo na kumwambia kwamba niko sawa, ilikuwa tu ni mshtuko tu. Na kuhusu maneno niliyoambiwa na Raina sio kweli, japo ndio ni kweli kwamba nimegombana na mume wangu, lakini maneno mengine sio kweli. Kaka alitulia na kumsimama, kama kuna lolote ambalo linaendelea kwenye ndoa yangu, hakikisha anaitatua mapema. Wakishindwa atakuja mwenyewe. Mama alijibu sawa. Basi kaka akakata simu. Kitendo cha kaka ukata tu, akampigia Raina na kumpa maneno makali na kumuonya kutokumpigia simu mtu yote kwenye familia yangu na kumwambia mambo yanayotokea kwenye ndoa yangu. Kitu hicho kilimkwaza sana Raina. Akajikuta anampa nyeusi na nyeupe. Wakaanza kurushiana maneno. Ikafikia hatua mama akamwambia asije akathubutu kanyaga nyumbani kwake. Kwa jeuri ya Raina alijibu sawa na kukata simu. Sasa mama yangu pamoja na kujua kuwa niko hospitali tena na hali mbaya, ila siku hiyo hakuja. Na sio siku hiyo tu, alikaa karibu siku 3 ndo kuja. Tena alifika na kukuta ndo tunataka kuondoka, maana nilikuwa nimeruhusiwa kufika. Akamwambia Raina kwamba toka nje, nataka kuongea na mwanangu. Sasa Raina bila kuongea neno akaondoka. Mama kakaa pembeni yangu, hapo kaweka uso wa mbuzi. Kwa hiyo unaona ukitangaza mambo yako ya ndani ndo itakusaidia kutunza ndoa yako? Swali lake nililielewa ila nikajifanya sijaelewa. Unamaanisha nini mama? Ninamaanisha nini? Kwamba hunielewi? Ama natumia lugha ngeni hapa? Sikia wewe mtoto, hizi aibu ambazo unazileta kwenye familia yangu naomba zikome, sawa? Hivi yani unakuwa kama wewe ndio mwanamke wa kwanza kupigwa na mume? Wewe kitu kidogo tu unapiga simu na kuanza kuyasambaza kama vile yani taarifa za kifo. Kwani ukikaa kimya na kumalizana na mume wako kiutu uzima hauwezi? Hadi uanze kujichafua kila mahali. Haya, kama saizi kila mtu anajua kwamba umepigwa na mmeo, je, kuna faida yoyote ambayo umeipata? Yaani unakuwa mjinga kupitiliza, na sijui niongee mara ngapi ukanielewa. Ila haya yote aliyataka baba yako na kaka zako. Walikudekeza na kukulea kama vile yani watakuja kuishi na wewe milele. Hatimaye leo umeolewa, unafanya kiburi ukijua kwamba wanaume wote ni kama baba yako. Na nakwambia utangolewa koromeo, mpumbavu wewe. Sasa leo hii inaongea mara ya mwisho. Ukitoka hapa ukarudi huko kwa mmeo, nisije nikasikia lolote baya kuhusu ndoa yako.
Na ole wako baba yako apate hizi taarifa ukamfanye mume wangu kisukari kimpande. Nitakunyosha. Nasemaje nitakunyosha? Nitakunyosha. Maana unataka kutufanya wajinga kitu kidogo tu unabweka. Kama ulikuwa bado hujawa tayari kwa ndoa, uliolewa ya nini sasa? Si ungeendelea kukaa tu mwenyewe? Jinga wewe. Alimaliza kuongea, nikataka kumjibu ile Raina akafungua mlango na kuingia huku akipiga makofi. Uso wake ulionyesha kuwa na hasira. Nikajua tayari amesikia maneno ya mama. Mama, nimekuelewa mama. Raina, naomba unisaidie kunishikia pochi yangu tuondoke. Niliongea huku nikivaa malapa tayari kwa kuondoka. Raina akanishika na kuniambia kwamba kaa hapo tuchimbe huu mzizi kwanza. Nikasema Raina, achana nayo tuondoke. Hakunielewa. Ndio kwanza akamgeukia mama na kumwambia kwamba samani madam, naweza kuuliza swali? Hivyo ni shetani, pepo ama mzimu? Tena mzimu ambao uko kwenye umbo la mama. Maana naona mimi sikuelewi. Hivi unawezaje kuwa katili kwa mtoto wako uliyemzaa mwenyewe na kumlea mwenyewe? Yaani mtoto amepigwa na kulazwa siku 3, alafu unakuja bila hata wasiwasi na kuanza kuongea ujinga ambao hauna kichwa wala miguu. Eti hutaki aibu. Kwa hiyo akae kwenye mateso hadi auliwe kisa tu hutaki aibu. Mimi niso na matatizo ya akili. Naona kabisa uko sawa. Maana hawezi kuwa mzazi, yani hawezi kuwa mzazi na bado akawa yani hauna uchungu na mwanao. Eti kisa unamjua mwanao ana kiburi. Kwa hiyo kama ana kiburi ndo apigwe namna ile. Alafu bila aibu unasimama mbele na kufunza watu kuwa eti kwamba unapaswa kuwa na moyo wa upendo na huruma. Wewe una upendo gani? Maneno ya Raina yalimchukiza mama. Akainuka haraka na kutaka kumweka kofi. Raina akawai mkono wake na kumwambia kwamba usinijaribu, nitakutwanga makofi. Hiyo roho yako chafu iliyokuvaa ikutoke mpuzi wewe. Niliona hapa mambo yanaenda kuwa mabaya. Haraka nikamshika Raina kinguvu na kutoka naye nje. Mama akabaki analia ndani. Madai eti kavuliwa nguo. Tuliingia kwenye gari na kukaa. Kwanza hapo Raina ana hasira mpaka anang'ata meno. Nikawa nimetulia tu ninamwangalia. Kimya kikatawala. Ni kama kwa dakika kadhaa hivi. Kisha kaniuliza kwamba hivi, una uhakika huyo ni mamako mzazi? Maana anaweza kuwa mama yako wa kambo na hujui, kwa sababu hiyo sio roho mbaya, ni zaidi ya shetani. Mtu napitia magumu. Hivi hata kuumia kama mzazi hakuna? Ndio kwanza nazidi kukandamiza kweli jamani. Nilitabasamu na kumwambia kwamba tulia. Hii ndio dunia na hao ndio walimwengu. Kila mmoja anaangalia upande wake pasipo kujali kuhusu mwingine. Raina akasema, hao ni watu. Sio mama mzazi Eva. Hii sio sawa. Unajua nini? Hakuna kurudi kwa huyu shetani wa mguu mmoja. Kama ni video yangu acha aweke tu. Watu wataongea mwisho watatulia bwana. Ile mimi siwezi kuendelea kukuacha mikononi mwake. Nikamwambia Raina kwamba unahisi kwa nini bado nataka kuendelea kubaki kwake? Raina akasema, kwa sababu wewe ni mjinga. Maana kama mapenzi hayapo sasa sijui yani unataka hadi akuue. Nitabasamu nikasema Raina, tulia. Utakuja kunielewa baadaye ila kwa sasa huwezi kunielewa. Naomba nimrudie mama, nataka yeye ndo anirudishe. Raina akasema nini? Unataka kurudi wapi? Na leo sitaruhusu urudi. Basi sikutaka kuendelea kubaki kwenye gari lake. Nikataka kushuka kanizuia. Nikajitahidi kuongea naye lakini hakunielewa. Mwisho nikatumia nguvu na kushuka. Nikataka kumfuata mama ila hata kabla sijapiga hatua 3 nikamwona Joel akishuka kwenye gari na kunifuata huku akiwa na maua mkononi. Alivyonifikia akanikumba tena kuniambia kwamba nisamehe mke wangu. Ilikuwa ni hasira tu na ahidi sitarudia tena. Basi bila kinyongo mimi nikazungusha mikono mgongoni mwake kumaanisha nimepokea msamaha wake. Basi Raina alichukia mno, akawasha gari na kuondoka. Joel akajitoa kwenye kumbato na kunishika mkono akaniongoza hadi kwenye gari, akanifungulia mlango nikaingia. Safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Njia nzima akawa kama akawa anajiongelesha kama vile yani hakuna kilichotokea. Mimi nikana mjibu na kucheka kama sijatoka hospitali vile. Basi tulifika nyumbani nikakuta kumepambwa na maua pamoja na vipulizo vilivyoandikwa I'm sorry. Kwa mara nyingine tena akaniomba msamaha. Mimi sikuwa na neno lingine zaidi ya kumwambia kwamba nimekusamehe. Kwa mahaba akanibeba hadi chumbani kwetu na kunilaza kitandani, madai nipumzike.
Nikalala pale, akahangaika mara anifanyie hiki mara kile. Nakwambia wiki nzima sikufanya kitu chochote. Vyote alifanya yeye. Nikajua huenda roho wa Mungu kamshukia, lakini baada ya wiki kupita, kucha zikachomoka tena. Dharau, matusi asio na sababu yakarudi kwa kasi sana. Mimi sikutaka hata kumchosha Mungu, sijui eti niombe au kufunga. Nikawa naangalia tu, akijisikia kunipiga, ananipiga, akitaka kutukana, anatukana, mimi kimya. Kichwa nainamisha chini. Na ikinibidi napiga hata goti kuomba samani. Siku zikazidi kusonga. Nikaanza kuumwa magonjwa ya zinaa. Yaani leo naumwa hiki, kikipona kesho naumwa kile. Hakujali, ndio kwanza akawa busy na mambo yake. Bado mimi nikaendelea kuvumilia. Akaanza kuleta marafiki zake nyumbani. Sasa wakifika nikisemeshwa au kutaniwa, nikicheka tu nikosa. Akawa anakaa kimya, wakiondoka tu napewa kichapo cha mbokoko. Kwa nini niliwajibu wakati ningeweza kuwapa vinywaji na chakula kisha nikarudi ukaa chumbani? Yote hayo akaona hayatoshi, akaanza kuleta wanawake ndani kwenye kitanda tunacholala mimi na yeye. Analala nao, ikifika asubuhi mimi nabaki kufua mashuka ya jasho lao. Hilo nalo akaona dogo, akaamua kugeuza nyumba kuwa klabu. Kila weekend lazima akusanye marafiki zake, hawalike na wadada wa mjini, wanywe na kufanya ujinga wao. Nikajiambia nasubiri ifike siku ya kumbukizi ya mwaka mmoja wa ndoa yetu. Hapo ndipo ataanza kuvuna alichokipanda, lakini sikuweza kufika. Na hii ni baada ya kufanya kitu ambacho sikutegemea kama angefanya. Unajua alifanya nini? Alianza kumtaka Raina kimapenzi kwa kumtishia kwamba atavujisha picha zake, na alivyomchai wa roho akanambia kabisa tena kwa madhao eti namtaka rafiki yako. Ila naona najifanya mjuaji sana wakati cha maana hana. Sasa nitaenda kutumia nguvu zangu hadi nipite naye. Unajua nilifanya nikaona huyu hana haki ya kupewa nafasi ya pili. Basi nikamsubiri. Siku hiyo ametoka kazini, nikamtengea chakula kama kawaida. Baada ya kuoga akakaa mezani na kuanza kula. Nami bila kuongea nikapakua changu na kula. Hazikupita dakika 3 akaanza kushika kichwa kama vile mtu anayehisi kizunguzungu. Basi dakika chache mbele akazima. Sikuwa hata na pupa ya kuinuka, sijui eti nikamuinue. Ndio kwanza aliendelea kula kwa madoido hadi pale nilipomaliza. Mtoto wa kike nikaingia chumbani na kubadilisha nguo, nikavaa fulu nyeusi, nikamfunga miguu, mdomo na mikono, nikahakikisha hata akiamka hawezi kufungua. Kisha nikamkokota hadi kwenye gari na kumweka kwenye buti, na bila kupoteza muda nikafungua geti. Maana nilimzimisha hadi mlinzi. Baada ya kufungua geti, nikatoka na kushuka nikalifunga, kisha huyo nikakanyaga mafuta na kuliacha jiji nyuma, nikaingia pwani ndani huko. Nikafika sehemu ambayo nilikusudia kusimama, nikasimama na kumtoa kwenye boti na kuanza kumkokota kwenda ndani zaidi hadi nikafika kwenye jumba bovu. Nikamkalisha kwenye kiti, kisha nikachukua minyororo na kumfunga kiasi ambacho hawezi hata kujitoa. Kisha nikakaa pembeni na kuanza kuangalia movie huku nikitafuna biskuti taratibu. Na kwa kuwa muda ulikuwa umeshaenda sana, yalipita masaa 3 tu, asubuhi hapa nikawa namsubiri amke tu nianze kumpa vitu vyake. Naye kama alijua vile, baada ya saa tu akaamka. Kitendo cha kufungua macho na kuona sehemu aliyopo kilimshtua sana. Kwa sauti ya upole kabisa nikamwambia usishtuke mpenzi, uko mikono salama kabisa, na kwa hiyo naomba utulia. Basi hakutaka kuelewa, akaanza kuuliza kuwa nimemleta wapi na kwa nini nimemleta huku. Nilitabasamu nikamwambia kwamba usijali, uko mikono salama kabisa, ila tu nimekuleta huku ili tugawane maumivu kidogo tu. Nilivyosema hivyo, akaniuliza kwa hofu sana, akasema kwamba unamaanisha nini kusema tugawane maumivu? Nikasema wewe tulia, sasa hivi utapata majibu yako, maana nilikuwa nasubiri uamke. Basi niliongea huku nikivuta nondo, ilikuwa pembeni yangu tu na kumsogelea karibu. Nikana muangalia namna anavyohangaika kunipraise nimfungulie. Nikajikuta napata hasira kali sana. Picha ya vipigo na manyanyaso alionipatia vikajirudia kichwani kwa hasira, nikamweka kofi zito. Hilo nilimweka ili limtulize kwanza. Lakini hakutulia, ndio kwanza alikazana kuomba nimfungulie. Na ukitaka kujua ni gaidi, yani pamoja na kuona kwamba nimemfunga na yuko sehemu ambayo haijui, ila bado sikusikia hata neno samahani. Zaidi baada ya kuniomba nimfungulie, na alivyoona nimegoma akaanza kunitishia. Hapo ndipo alipoharibu. Yani bora angeendelea kujishusha tu, huenda ningeingiwa na huruma. Yani bila kufikiri mara mbili, nilinyanyua nondo na kupiga mbavu
akapiga ukelele wa maumivu. Nikamweka nyingine. Hii sasa ikamwangusha hadi chini. Nikaona ili nimponde vizuri, acha nimfunge mdomo. Nikachukua kitambaa kile kile anachotumiaga kunifunga mdomo wakati ananipiga. Nikamfunga na kumwambia kwamba leo nitahakikisha na kuvunja miguu kiasi ambacho hutakaa ukasimama tena hadi unakufa. Na hii haitakuwa mwisho. Yaani Joel, nitaharibu kila kilicho chako na kukuacha kapuku, na hayo ndio atakuwa malipo ya unyama ulionifanyia. Basi niliongea na kuinuka, akawa sasa anatikisa kichwa kunitaka nisifanye hivyo. Ila nilikuwa nimeshachukia vibaya mno. Bila kuangalia nyuma wala kufikiri, nilianza kutembeza nondo kwenye magoti kwa hasira kali sana. Alilia na kupiga kelele, ila kelele zote ziliishia ndani. Nilimpiga na kadri nilivyokuwa naendelea kumpiga ndivyo hasira ilivyokuwa inazidi kunipanda. Nikawa nampiga bila hata kuangalia ni wapi napiga, yani popote nitakapotua ni hapo. Nilipiga hadi akazima, ndio nikaachia nondo na kuegemea ukuta. Nikawa nalia kwa uchungu sana. Moyo uliuma kila nilivyokumbuka nyakati za mwanzo ambazo penzi letu lilikuwa bado moto, lakini kumbukumbu hizo zilifunikwa na wingu jeusi mara tu nilivyokumbuka katili alionifanyia. Sasa mimi nikawa nasikia sauti ikiniambia kwamba muue, lakini Mungu akanisaidia, maana kama si Mungu walai ningeua, maana roho yangu ilikuwa na uchungu sio kawaida. Sasa mimi nikawa naona kitu pekee anachostahili ni kufa na sio kingine. Ila sasa nikakumbuka mpango wangu si kumuua, bali ni kumfanya apite kwenye maumivu alionipitisha mimi. So nikaachana na wazo la kuua, nikamkokota na kurudi naye nyumbani. Kufika nikapaki gari na kumwagiza mlinzi sehemu ya mbali kidogo na pale. Alivyoenda tu nikamuingiza Joel ndani na kumfungia chumba ambacho hakikuwa na kitu. Kisha nikatulia kusubiri hatua ya pili. Sasa niliingia chumbani na kujipumzisha. Yakapita masaa 4 nikaamka na kuingia jikoni nikapika chakula. Kilivyoiva nikapakua na kwenda nacho chumba nilichomfungia Joel. Kufika nikakuta ameshamka. Aliponiona tu akawa anatamani kuniambia nimfungue, ila sikutaka hata kumgusa. Ndo kwanza nikakaa chini na kula huku akiniangalia. Nilikula hadi nikamaliza, nikainuka na kuchukua mkasi, nikamsogelea. Akawa sasa anatikisa kichwa huku machozi yakimtoka. Naona alijua anaenda kumchoma nao, lakini wala sikuwa na nia hiyo. So nilimfikia nikaanza kuchana nguo alizovaa zote, kisha nikamwacha uchi. Nikawa namshika kifuani huku nikimwangalia usoni. Akana tamani kuongea lakini hakuweza. Nikamwambia kwamba unajua unaogopa ukihisi nitakuua. Lakini kutoa hofu tu, mimi siwezi kukuua, ila nitakufanya ujutie kila dakika ulionifanya nilie. Najua utakuwa unajiuliza imekuaje mwanamke dhaifu kama mimi, mtu pekee niliyekuwa na kutii, leo nimekuwa na ujasiri wa kufanya hivi. Unakosa kabisa jibu na kubaki kuhisi ni ndoto. Pole, hii sio ndoto. Na mimi ni yule mwanamke dhaifu, mpumbavu, ni sina akili. Na nikujibu tu, ujasiri huu au roho ya kufanya hivi haijatoka mbali. Au sija kusema labda nimeingiwa na pepo. No, wewe ndio umenifanya kuwa hivi. Joel, umenifanya kuwa na roho ya kinyama sana, roho ambayo sikuwahi kuwaza kama nitakuwa nayo. Ila kwa matendo yako leo hii niko hivi. Na nikwambie kwa mara nyingine kwamba nitakufanya ujute maisha yako yote. Wewe uko unajiona yani kwamba ni mshinde, mjanja sana, si ndio? Ukahisi kwamba nitaendelea kuishi chini ya miguu yako, si ndio? Kwamba tena nitaishi hivyo kwa maisha yangu yote. Sasa utaona. Na hapa ndipo utajifunza kwamba si kila mwanamke anaweza kusamehe na kuondoka, bali tupo ambao tutahakikisha yani unalipia kila chozi lililotoka kwenye macho yetu. Na mimi sijuti wala kujisikia vibaya kwa hiki ninachokifanya sasa hivi, bali nitafurahia, na ikitokea nikatakiwa kupewa adhabu kwa hili, basi nitaomba niongezewe mara 2 ya hiyo adhabu ili kuonesha ni jinsi gani nafurahia jambo hili. Niliongea hivyo nikamalizia kwa kumfinya kengele zake. Kama kawaida alipiga kelele, lakini kelele yenyewe ilishia ndani tu. Nikamwacha pale na kuwasha AC kali. Haikutosha, nikachukua maji ya baridi na kumwagia ndoo 3. Kama alivyokuwa akifanya yeye, na mimi nikachukua blanketi, nikajifunika na kukaa huku sasa nikinywa kinywaji taratibu. Muda ukaenda, nilivyoona baridi limeshamuingia kisawasawa nikazima. Hilo moja bana. Nikamwacha bwana. Ikafika usiku mida kama ya saa 7 hivi kuelekea saa 8. Nikaingia chumbani humo. Kusikia mlango umefunguliwa, alishtuka. Nikamwambia kwamba tulia, mimi sijaja kukuua, nimekuja tu kuonesha habari njema ambazo zinarushwa live. Niliongea na kumuonesha video iliyoonyesha moto ukiteketeza biashara ambayo anaitegemea kwa 90%
99. Alishtuka na kuniangalia, nikamwambia kwamba vipi, hujapenda zawadi yangu? Alihisi kuchanganyikiwa, akana tamani yani akate kamba, lakini wapi. Akaishia kulia huku akitamani kuongea, ila akashindwa maana mdomo ndo huo nimefunga. Nilimwangalia namna alivyokuwa analia kwa uchungu, huku akihangaika kama vile anatamani aingie kwenye simu akauzime huo moto. Nilicheka sana. Yes, nilicheka tena kwa furaha ya hali ya juu mno. Yes, alijifanya mbabe. AKA gaidi la kuzimu. Sasa acha nimuonyeshe ugaidi unavyokuwa. Alilia kama mtoto mdogo. Nikatamani kusikia sauti ya kilio chake. Nikamsogelea ili nimfungue, ile nataka tu kufungua tu. Eti anataka kunipiga kichwa. Hey, nilimpa kofi la kichwa na vile sasa ananyoaga kipara. Liliingia hadi kwenye mishipa ya damu. Akatulia, nikaona haina haja ya kumfungua, acha alie ndani kwa ndani mpuzi huyu. Sasa kwa kuwa mimi nilikuwa nimemaliza kazi yangu, nikamwacha na kuingia chumbani. Bila wasiwasi nikalala. Kesho asubuhi kabla ya kufanya chochote, nikaanza kukagua simu yake ili nifute zile video za Raina na baba. Nilihangaika, kila faili ninalotaka kufungua limewekwa password. Sikutaka kujichosha bwana, nikamfuata na kumwambia atoe, akana goma. Sikutaka kumchekea. Nikashika kengele zake na kumwambia kwamba unatoa hutoi. Akagoma, we, mfinyo mmoja tu akatoa. Nikaangalia kweli nikazikuta. Sasa nikaona huyu anaweza kuwa amezificha kwenye files zingine. Cha kufanya nikarestore simu yote nikarestore, ikaanza upya. Sikuishia kwenye simu tu. Nikafanya hivyo hivyo hadi kwenye laptop zake zote. Na baada ya kukamilisha hayo, nikachukua pete za ndoa, saa na cheni zote nikaweka pamoja. Kisha nikafungasha nguo zangu na kuweka kila kitu tayari kuondoka. Unaweza kuuliza ndo nimemaliza kumnyosha ama? Jibu ni hapana. Hapa najiandaa tu. Ila muda wa kuondoka bado. Kwani anatakiwa alie kisawasawa ndo nitamwacha. Basi niliendelea kumnyosha kwa kumfungia mle ndani. Zikapita siku 3, nampa nyanya chungu mbichi kama chakula. Siku ya 4 nikampikia makande bila chumvi wala kuungwa. Nikampa, akawa na goma kula, maana katika chakula asichopenda wala hata upike hawezi kula ni makande. So nilifanya makusudi huku nikijua atakula tu, maana si ana njaa kutosha. Na kweli alivunga mwisho akala, huku akilia kama mtoto anayelazimishwa kula. Nikana tabasamu tu na kumfuta machozi tu. Akamaliza, nikarudi kumfunga mdomo na kusubiri muda ufike nimpe zawadi nyingine. Kama kawaida ilifika usiku wa saa 7 ikielekea saa 8 hivi. Nikamfuata na kumuonesha duka lingine likiteketea kwa moto. Safari hii nilimfungua mdomo ili nisikie sauti ya kilio chake vizuri. Hivyo baada ya kuona video ile alipiga ukelele akilia na kusema no ever. Nilicheka nikamwambia kwamba tulia ili uangalie vizuri, huenda akapatikana mtu wa kuokoa. Au unaonaje? Hii ikawa ni ndoto, maana inatisha sana. Niliongea na kumalizia kwa kicheko, kisha nikatoa video na kutaka kuondoka. Ila nikasita na kurudi. Nikamfunga mdomo tena, kisha nikamwambia kwamba hii ni mwanzo. Nitahakikisha naharibu kila kilicho chako kiasi ambacho hakuna yeyote atakayeweza kuokoa. Maskini aliniangalia kwa uchungu. Machozi yakamtoka, akatamani kuongea ila hakuweza. Nikatabasamu na kumshika kidevu taratibu tu, nikamwambia kwamba usilie sana ukamaliza machozi ya kesho. Jipe nguvu, safari bado ndefu. Niliongea na kuondoka. Nikaingia chumbani kwangu nikalala usingizi mnono. Baada ya siku hiyo kupita, niliendeleza kazi yangu ya kuteketeza biashara zake. Ikabaki moja tu ambayo ilikuwa bado haijakuwa. Nikaona acha nimwachie hiyo. Kuhusu nyumba na magari, nayo nikaviacha bila hata kugusa. Na sio kwamba eti nilishindwa kuharibu, hapana, ila niliacha kwa sababu ya familia yake. Maana kwao yeye ndio mtoto wa kwanza na pia yeye ndio mwenye mafanikio makubwa kuliko wadogo zake. Hivyo kumuondolea kila kitu haitamtesa yeye tu bali na familia yake. Na mimi sikuwa na ugomvi nao, so nikaona acha nishie hapa. Ila pesa za benki zote nilibeba, nikabakiza akaunti ikiwa nyeupe pe. Basi baada ya kuhakikisha nimefanya niliyotaka kufanya, nikajiandaa kuondoka. Nikachukua nguo zangu na kupeleka kwenye gari. Nikaweka vizuri na kurudi ndani ili nimwage. Nimwage ushetani wa mguu mmoja. Kuingia chumbani nikakuta amelala kama vile amekufa. Mimi sikushtuka, nikamsogelea na kumuita huku sasa nikimtikisa. Alishtuka na kuniangalia kwa woga kama vile ameona kitu cha kutisha.
Nikamwambia baby, mbona umeshtuka namna hiyo? Unaogopa na hisi labda nitakuua au ulikuwa unaota ndoto mbaya? Aliniangalia usoni kwa huzuni sana. Nikatabasamu nikamwambia kwamba pole. Afu nimesahau kama nimekufunga mdomo Sasa mimi nimekuja kukuaga, mimi naondoka. Na siondoki tu bali huu ndio mwisho wa ndoa yangu mimi na wewe. So nikushukuru sana kwa yote ulionifanyia. Kikubwa zaidi na kushukuru kwa kunifanya nijifunze kujipenda mwenyewe. So niliongea na kutaka kuondoka, ila nikakumbuka kitu, nikageuka na kumwangalia. Nikafikiria kwa muda na kutabasamu, kisha nikatoka na kwenda chumbani. Nikafungua drawer ya kabati na kutoa ule unga alioniwekea sehemu za siri. Nikauangalia kwa sekunde kadhaa, kisha nikachukua sindano na maji kidogo. Baada ya hapo nikaenda navyo kule ambako yuko chumbani. Nikafika nikamwambia kwamba nilitaka kuondoka ila nimekumbuka hiki kitu bwana. Sijui ni pilipili ama ni upupu, ila natamani na wewe uonje ladha yake ili uone raha niliyoipata baada ya wewe kuniwekea. Nilivyosema hivyo alitoa macho kwa woga na kutingisha kichwa kwa sheria hapana. Nikaviweka pembeni na kumsogelea. Sasa nikachuchumaa mbele yake na kushika mpini wake. Akawa anataka kuzuia nisishike, ila ndo hivyo hawezi. Sasa mimi nikawa nashika huku nikimwangalia kwa dharau sana. Bila kuongea neno nikainuka na kuchukua ule unga, nikaumimina wote kwenye glasi. Nikaukoroga vizuri kabisa. Nikachukua sindano, nikavuta nusu yake na kumfuata, nikaushika mwichi wake. Akana pambana kunizuia nisifanye ninachotaka kufanya, lakini bado alishindwa. Bila kufikiri mara mbili niliingiza sindano kwenye kale katundu ama njia ya kupitishia haja ndogo. Kisha nikafinya yale maji yenye ule unga ambao sikujua hata ni upupu ama ni pilipili. Kilichofuata ni kilio cha maumivu. Kidume alilia, sauti ikiishia ndani tu. Mishipa ya kichwa na shingo vilimsimama. Macho akamuiva kama vile katoka kuvuta bangi. Nikamwangalia kwa hasira sana. Nikamuuliza kwamba unasikia utamu uliokuwa na usikia? Ama husikii vizuri nikuongezee? Hakuweza kujibu. Nikamwambia kwamba hili ndilo lilikuwa la mwisho. Naondoka na naomba story yangu na wewe ishia hapa. Sitahitaji kuona simu yako wala ujumbe wote kutoka kwako. Bye. Basi bila kugeuka nyuma niliondoka na kwenda kupanda gari ambalo lilikuwa ni lake. Bila wasiwasi niliwasha gari na kuondoka pale. Moja kwa moja nikaenda hotelini na kuchukua chumba. Kitendo cha kuingia chumbani tu nilianza kulia kama nimefiwa na mume ama mzazi. Moyo uliuma kuona kwamba naingia kuishi maisha ambayo sikuwahi kutamani kuyaishi. Niliangalia pete za ndoa na kuikumbuka siku ya harusi yangu. Nikajikuta nikizidisha kulia. Nilia mno na mwisho nikafuta machozi na kuchukua simu, nikatafuta namba ya rafiki yake Joel, nikampigia na kumpa taarifa kuwa Joel anaumwa sana na niko sehemu ambayo siwezi kwa hivyo naomba anisaidie kumpeleka hospitali. Bila kubisha akaniambia poa shem, ngoja niende nikamchukua sasa hivi. Sasa mimi sikuwa na neno lingine, nikakata simu na kuvunja laini. Muda huo nikatoka na kwenda kuuza simu na laptop za Joel. Sikuishia kuuza simu na laptop, niliuza hadi pete za ndoa. Nikapata hela yangu pale na kurudi hotelini ambapo nilikaa hadi saa 1 jioni. Kisha nikatoka na kwenda airport. Utauliza nilienda kufanya nini? My friend, niliamua niondoke Tanzania. Yes, naondoka niende mbali hata kwa mwaka hivi, ili nikaipe akili yangu mapumziko. Si hofu mimi kuhusu hela, maana unaweza kuuliza naenda huko nitaishije? Kama nilivyosema mimi ni mtoto akishua bwana mwenye hela zake. So mambo ya hela sio shida zangu. Na niseme tu niendako ninaweza kukaa hata mwaka nisiguse hela yangu. Ila nikatumia nilizochukua kwa Joel. Yes, nilisafisha akaunti zake. Na sio akaunti tu, yani hata kwenye kila biashara zake nilihakikisha nimekusanya hela za kutosha. Huku nikihamisha baadhi ya bidhaa ambazo ni za gharama sana. So usifikirie tu kwamba eti niliunguza kila kitu. No, wewe mimi sio mjinga kiasi hicho. Yani kilichounguzwa hakikuwa na thamani, ila yani chochote ambacho kwa kina thamani kiliwekwa pembeni. Nimevihifadhi wapi? Tutajua mbele ya safari msikilizaji. Ngoja kwanza nikaipe akili yangu utulivu, moyo wangu ukapone, maana sio kwa makovu haya. Basi bwana nifika airport. Huku kwa Joel rafiki yake alienda na kufika, akaingia ndani na kukuta sebeni hakuna mtu, akapanda na kwenda chumbani. Huko nako akakuta hakuna mtu. Akatoka na kumuuliza mlinzi. Mlinzi akamjibu kuwa ni wiki sasa hajamwona Joel. Baada ya kujibu hivyo akaona nipigie. Bahati mbaya hakunipata.
Kambidi aingie ndani na kuanza kutafuta chumba kwa chumba. Mungu saidia akampata. Alipata mshtuko mkali baada ya kuona namna rafiki yake alivyofungwa tena akiwa uchi. Alisi kuchanganyikiwa. Akamkimbilia na kumuuliza shida nini, huku asielewe aanzie wapi kumfungua. Joel alikuwa na hali mbaya sana. Haraka walisaidiana na mlinzi wakamfungua na kumvalisha nguo haraka, kisha akampakia kwenye gari na kwenda hospitali. Walimfikisha hospitali, akapokelewa na kuanza kupewa matibabu, huku rafiki yake akihangaika kushughulikia mambo mengine yaliyo ndani ya taratibu za hospitali. Sasa baadaye majibu alikuja, ikaonekana Joel kaumia sana miguu, hasa magoti, na kwa namna alivyoumia hataweza kutembea kwa miezi kadhaa kwa sababu ameumia vibaya sana. Rafiki yake huyo hakuwa na namna zaidi ya kuwajulisha familia ya Joel, ambapo na wao baada ya kupata taarifa hizo walipiga simu nyumbani na kuwapa taarifa. Kitendo cha mama Joel kukata simu tu, alinipigia ila hakunipata. Akapiga tena na tena ila bado hakunipata. Akaamua kumtafuta Raina na kumuuliza kama niko naye. Raina akajibu hapana na kuuliza nini kimetokea. Maana mama alikuwa anaongea kwa kupanic sana. Lakini mama hakumjibu, badala yake akakata simu na kutoka nyumbani na kwenda moja kwa moja hospitali. Kufika akaomba kumuona mgonjwa. Kutokana sana hali ya mgonjwa kuwa mbaya, alizuiliwa na kubaki akimuuliza rafiki yake Joel ni nini kimetokea, swali ambalo halikuwa na jibu sahihi. Upande wangu muda wa kuondoka ulifika. Nikaondoka na kuliaga anga la jiji. Safari ya kwenda kuanza upya maisha yangu ikaanza. Kiukweli muda ulienda, masaa yakakata. Kwa neema ya Mungu nikafanikiwa kufika Rwanda salama. Mtoto wa kike bila pressure wala papala, nikaenda moja kwa moja hadi hotel. Nikachukua room na kulala. Kesho yake ilipofika nilioga, nikaagiza kifungua kinywa, baada ya chai nikarudi kulala, ambapo nilikuja kuamka mchana nikalala na kulala tena. Siku hii sikutaka kutoka kwenda kokote, zaidi nilitaka kupumzika. So kazi ilikuwa tu ni kula na kulala hadi siku ikaisha. Kesho yake ilivyofika ndio nikaanza kuzunguka sehemu mbalimbali. Na unaweza kuuliza kwa nini nimechagua kuja Rwanda, msikilizaji, badala ya kwenda nchi za Ulaya ama zingine huko mbalimbali huko nini? Jibu ni kwamba naipenda sana Rwanda kuliko nchi zote za Afrika. Na kwa namna ninavyoipenda hii nchi, nimeona nitakuwa na furaha zaidi nikiwa hapa kuliko hata nchi yote. Na hii sio mara yangu ya kwanza kuitembelea Rwanda, bali ni mara yangu kama ya 3 hivi. Huku mara ya kwanza nilikujaga kimasomo ambapo nilikaa zaidi ya miaka 3. Na mara ya pili nilikujaga kupata mapumziko ya likizo. So mimi sio mgeni katika nchi hii. Basi bwana, nilitumia muda wangu kuzunguka sehemu ambazo nilizipenda, na ilipofika jioni nikarudi hotelini nikalala. Kesho yake ilipofika nikajiandaa na kwenda kumuona rafiki yangu ambaye tulisoma naye chuo. Kwa kuwa sasa hatukuwa tumeonana kwa muda mrefu, ilinilazimu kupita na fanya shopping dogo nisije kwenda kwa mtu mikono mitupu. Basi nilinunua vya kununua pale na kwenda hadi nyumbani kwake. Kufika nikagonga dakika 2 nyingi, bwana akaja kunifungulia. Kilichosikika hapo ni kelele za shangwe. Tulipokeana kwa kumbato moto, kisha tukaingia ndani na kuanza kupiga story. Nikamueleza kilichonikuta, akanipa pole na kutaka nikae naye kwa kipindi chote nitakachokuwa nchini humo. Nilikataa ila akanisii sana, mwisho nikakubali. Hivyo nikatoka hotelini na kuhamia kwake ambapo nilikaa kwa wiki 3. Baada ya hapo nikaamua kupanga sehemu yangu. Sasa kwa kuwa nilipanga kukaa nchini humo kwa muda mrefu, nikaona bora nitafute kazi, maana naweza kusema nina hela ya kutosha kikaja kunilamba bure, so bora nitafute kazi tu. Haya mtoto wa watu mie, nikaanza kuhangaika kutafuta kazi. Bahati mbaya kila nilipoenda kuomba nafasi nilikosa. Nikaona hii haitanifanya nikae tu. Hapa nitatafuta hata kazi ya chini, kikubwa nisikae bila kazi. Basi nikahangaika, mwisho nikapata. Unajua nilipata kazi gani? Nilipata kazi ya kuwa mhudumu. Yani waitress katika hoteli fulani hivi. Nikashukuru Mungu kwa nafasi hiyo na kuanza kazi siku iliyofuata. Aisee, kabla ya kuanza kazi hii niliona kama nyepesi sana, ila baada ya kuanza nilipata. Sijui kwa sababu nilizoea kuishi kishua na kufanya kazi kwenye maofisi makubwa. Maana nilipata shida. Nikaona sasa sikuja kupumzika, nimekuja kujitesa. Rafiki yangu akanishauri kuacha na kuiacha hiyo kazi na kutulia hadi pale nitakapopata kazi ya kueleweka. Kwani kama ni pesa,
nilikuwa nayo tu ya kutosha. Nikaona hapana, siwezi kushindwa kufanya kazi ndogo kama hii eti kisa nataka za ofisini. Hebu ngoja nijipe uzoefu mpya, walau nifanye kitu tofauti. Kweli nikakaza na kuendelea na kazi. Mungu saidia, mdogo mdogo nikaanza kuzoea na mwisho nikawa naona kawaida. Miezi kakata nikiwa sina hata wazo la kurudi Tanzania, zaidi nikawa busy na maisha yangu. Na unaweza kuuliza ina maana nilishamsahau Joel ama kuyasahau yaliyotokea? Jibu ni hapana. Naweza kusema ni kitu ambacho siwezi kusahau. Kwanza imenifanya nichukie mapenzi kiasi ambacho sitamani tena kuingia kwenye mahusiano, na sio kutamani tu, moyo ulishakufa ganzi. Yaani sisi upendo wala lolote linalohusiana na upendo. Na ukitaka kuwa adui yangu, wewe niambie unanipenda. My friend, urafiki au karibu wote unakufa na ninakuwa na kuchukia. Kifupi nachukia mapenzi. Na mimi siwaamini kabisa wanaume. So mimi na mapenzi no, tena big no. Basi maisha yaliendelea, nikaendelea kufanya kazi na kula bata kwa wingi. Huko upande wa Joel alikaa miezi 3 bila kusimama, akawa ni mtu wa kutumia kiti tu, ambapo siku zilizozidi kwenda aliendelea kupata huduma na ilipofika miezi 7 akaanza kutembea japo mguu mmoja ulikuwa unachechemea. Sasa kitendo cha kupona tu alianza kunisaka kama hana akili nzuri, lakini juhudi zake ziligonga mwamba kwani hakufanikiwa kuniona, jambo ambalo lilimfanya azidi kuchukia kuliko kawaida, na kutoka ndani ya moyo wake akaapa akinikamata ataniua kwa mikono yake. Upande wa nyumbani kwetu walinitafuta kwa udi na uvumba, lakini na wao pia wakanikosa. Furaha ilitoweka, mama akawa ni mtu wa kulia kila leo. Moyoni alijilaumu sana kwa kutokunipatia nafasi ya kunisikiliza, akahisi huenda nitakuwa namchukia na ndio maana nimeondoka mbali bila hata kufikiria. Lawama hizo hazikuishia moyoni mwake, bali kila mtu kwenye familia alimlaumu yeye, kwani kama angeweza kusimama kama mzazi nisingefikia hatua ya kuchukua maamuzi magumu vile. Msako wa kunisaka uliendelea huku matumaini ya kunipata yakiwa hai, japo hawakujua ni wapi nipo wala usalama wangu. Asa upande wangu niliendelea na maisha, ila kadri siku zilizozidi sogea ndivyo furaha yangu ilipotea. Yaani kila muda nilifikiria familia yangu, hasa baba na kaka zangu, na kujikuta nikikosa amani kabisa, maana nilijua wazi watakuwa wananitafuta bila mafanikio yote. Niliwaza na kuona bora nimtafutie baba walau nimuondoe wasiwasi. Kweli nilichukua simu yangu na kupiga. Simu iliita kwa muda mrefu, mwisho akapokea. Nikasema hello baba. Kitendo cha baba kusikia sauti yangu, alishtuka na kuanza kuniita kama vile haamini kunisikia. Nilimtuliza kwa kumwambia kwamba baba, relax, niko sawa. Sasa sijui alikuwa analia maskini babangu, maana alikaa kimya karibu dakika 2 ndo akaniita na kuniuliza kwa sauti ya upole sana kwamba mwanangu uko wapi? Nilifuta machozi huku nikirudisha mafua ndani na kumwambia kwamba baba, niko Rwanda, ila niko sawa, sema tu nilitaka kuwa mwenyewe. Basi kwa sauti ya upole baba akasema kwamba pole, naelewa unavyojisikia, ila mwanangu naomba urudi nyumbani walau moyo wangu upate amani. Nikasema kwamba hapana baba, siwezi kurudi nyumbani, acha tu nianze maisha mapya na usijali, nitahakikisha najilinda, pia sitakaa kimya tena. Basi aliendelea kunisii ila niligoma na kumwaga. Kinyonge nijilaza na kuzama katika tafakari nzito. Baba baada ya kuongea na mimi aliwajulisha kaka zangu acha simu zianze kupigwa, na hawakupiga kunibembeleza kama baba. Wao walikuwa wananifokea hadi nikajuta kwa nini nimepokea. Aisee, simu za ndugu zilikuwa ni nyingi mno. Mwisho nikaamua kuizima ile simu. Uliza sasa kilichofuata. Kaka zangu akili zao wanazijua wenyewe. Yaani wakati naongea nao ilikuwa ni mchana, ila ilifika saa 2 usiku na shanga simu inaita. Kupokea naambiwa uko wapi? Ndio tumetua mdau. Aya, nikabaki nawaza kwa nini sasa umekuja mbio mbio namna hiyo ili hali nishajulisha kwa niko salama, au baba kawatuma waje kunichukua? Niliwaza nikaamua sasa kuachana nao, nikajiandaa ili niwafuate. Ila kaka akasema nimtajie niko wapi, watakuja wenyewe. Basi mimi sikuwa na pingamizi, nikamwambia kweli. Baada ya muda kadhaa wakafika ninapoishi. Kitendo cha kuniona tu walinikumbatia wote na kuanza kulia kama vile kuna msiba. Mimi sikushangaa maana tumekuwa pamoja na siku zote walikuwa karibu na mimi sana. So swala la kulia ama kuonyesha hisia zao mbele yangu ni jambo la kawaida. Basi niliwatuliza pale, kisha tukaingia ndani, nikawapa vinywaji wakanywa na kuanza kuniuliza maswali kwamba ilikuwaje hadi nikachukua maamuzi ya kuondoka Tanzania bila hata kumshirikisha mtu. Nami bila kuficha niliongea yote. Nikalaumiwa kwa kukaa kimya ili hali nilipaswa kueleza. Nikasema haina maana tena, kikubwa niko salama. Basi pole zilikuwa nyingi, nikaulizwa malengo yangu kwa muda huo ni yapi. Mimi nikawaambia najisikia kubaki huku maana nahisi hapa nitapata amani kuliko kurudi Tanzania. Wakaniambia kwamba hapana,
Siwezi kuishi Rwanda kwa sababu sina ndugu huko wala kazi. Tena wala hata kazi ya maana sina. Na pia inaweza kuwa hatari kwa sababu tayari Joel anajua niko Rwanda. Hivyo anaweza kunifanyia kitu kibaya ikiwa ni njia kulipiza kisasi juu ya niliyomfanyia. Kweli niliona wanaongea pointi, lakini roho yangu haikutaka kurudi Tanzania. Asikabidi niombe waniache kwani nitahakikisha najilinda. Na kuhusu Joel, mimi sidhani kama atakuja kunifanyia fujo ama kitu chochote kibaya. Basi waligoma, nikaomba sana lakini wapi. Ni kuna mtu pekee anayeweza kunielewa ni baba. Kweli walivyoenda kupumzika tu nikaongea na baba na kumwambia sitamani kurudi nyumbani, so wakunjue mioyo yao na waniache nibaki huko. Baba alifikiria kwa muda na kuniuliza kwamba je, ninahisi kuwa huku ndio kutanifanya niwe na furaha? Nikajibu ndio. Akauliza tena, nikajibu ndio. Basi akaniambia sawa, baki ila usifiche kitu chochote. Nikamwambia sawa baba, nimekuelewa. Hatakuwa na mazungumzo zaidi, so akakata simu nikalala. Kesho yake asubuhi tukatoka na kaka zangu na kupata chai ya pamoja. Kisha ilipofika mchana wao wakaondoka. Ikapita wiki moja hivi nikapigiwa simu na baba fulani hivi ambaye ni rafiki wa baba na alikuwa anaishi Rwanda. Hii pia ndiye aliyenipokea kipindi nimekuja kusoma, so nilikuwa nafahamiana naye vizuri tu. Basi alivyopiga akaniambia kwamba niende nyumbani kwake. Kusema hivyo nikajua baba ameshaongea naye na nahisi itakuwa ananipatia kazi. Kweli nilipofika nyumbani nikasalimiana naye na baada ya salamu akaniambia kwamba amenifanyia mpango wa kazi ila itanibidi nifanywe interview, kwa hiyo niwe tayari. So ni furahi na kushukuru huku nikiamini tayari kazi nishaipata. Na kweli baada ya siku ya interview kufika nilienda nikafanya vizuri tu, kisha nikarudi nyumbani. Siku kaa hata wiki, simu ikaita na kuambiwa kwamba nimepita, so natakiwa kuanza kazi. Furaha niliyokuwa nayo haifai kuelezeka. Haya mtoto wa kike, nikaanza maisha mapya, kazi mpya. Changamoto zilikuwepo ila sio sana, zaidi tu nilikuwa na enjoy kazi yangu. Sasa miezi ilikata bwana, ikapita mwaka na nusu, ikawa umeshafika nikiwa busy na mambo yangu nini, na hadi muda huo sikuwa na mahusiano yoyote. Na sio kwamba mimi nilikuwa sina hisia, no. Mwili siku zote huwa unadai, ila moyo wangu ulishaingia nyongo, so sikutaka tena mambo ya mapenzi, kwani niliamini wanaume wote ni kama Joel. So nikaamua kuweka nguvu zangu katika kazi ili nijitengenezee maisha yangu. Haikuwa rahisi, maana unajua mwili ulihitaji tulizo So niliwaza sana, mwisho nikaona naweza kuwa na mtu mmoja tu special kwa ajili ya tendo tu, na kila mmoja akaishi maisha yake. Nadhani yako kama maisha fulani hivi unakajua friend with benefits. Yani hakuna cha baby mambo misunyo. Yani ni hivi, tukishakutana tu sisi ni marafiki, tunajuana ndio. Tukishakulana tumeridhika, kata kona na kata kona. Hivyo. Kweli bwana, mimi nikamkubalia kijana mmoja hivi ambaye alikuwa akinitaka kwa muda mrefu sana. Na kukubali kwangu hakukuwa eti tunaanza yale mambo sijui misiu mara kupigana nyao. Siji tukongete mpaka majogo au kuwa wapenzi kabisa. Mimi sikutaka upuzi. Mimi nilichotaka kutoka kwake ni menyanduano tu. Maana hayo mengine nitaka baki nao mwenyewe. Kweli alikubaliana na mimi, ikawa tukimisiana tu tunakutana na tunamalizana. Kisha kila mmoja anapita njia yake. Maisha hayo yaliendelea karibu mwaka mmoja. Baadaye huyo kijana akapata nafasi ya kwenda kusoma nje. So habari yangu na yeye kaimeshia hapo. Maana baada ya kufika kule mawasiliano yalianza kuwa ya shida, na kwa sababu sasa nilichotaka kwake ni minyanduano tu, sikuwa na sababu ya kuanza kusumbuana kile. Nikachana naye na kuendelea na maisha yangu. Muda ukaenda, nikapata mkaka mwingine hivi, tukakubaliana kabisa hapa sasa hakuna future, ni kukulana tu kisha unapita kivyako. Akasema hivyo tu. Haina shida mama. Basi tukaanza safari kama kawaida, nikiwa na mizuka yangu nini, ndo tunaonana na yeye akinihitaji poa tu. Ikawa ndo maisha yetu. Sasa jina wewe una huyo mtu special kwa hiyo kazi ama vipi? Tunapunguza stress za maisha na stress za mapenzi ya pumbavu kabisa. Basi siku zilienda bwana. Mwisho nikaja kuona kama napoteza muda kufanya vitu ambavyo havina faida yoyote, au sio? Wewe kama unaona vina faida ni wewe. Mimi naona kama haya yani ni kama hii issue haina faida yoyote bwana. Nikawaza ina maana nitaisha maisha yote hadi lini? Hapana, bora nizae watoto wangu wawili tu. Yes, niliamua nizae bwana. Maana swala la kuolewa mimi siwezi tena. Ni bora nitafute watoto wangu niishi maisha yangu kwa amani kabisa, japo haikuwa ndoto yangu kuishi hivi. Ila sina namna, dunia imeshaniamlia maisha bwana. Mimi nimepewa hatima ambayo sikutarajia kabisa. So baada ya kuamua hivyo, nilianza kucheza lafu nikiamini kitu kinafanyaje kinatiki muda wote. Lakini sasa haikuwa hivyo, kwani miezi ilikata bila kushika ujauzito. Nikahisi huenda afya yangu ya uzazi haiko sawa.
So nikaenda hospitali na kufanya check up, ila majibu yakatoka niko sawa. Nikaona hata hebu acha ngoja nianze kula kiafya. Nikaanza kuhangaika kula kiafya, lakini wapi, mwisho ni kesi huenda mwanaume niliye naye ndo atakuwa na shida. So nikaachana naye na kusubiri nipate mwanaume mwingine. Sasa bwana, ilipita miezi 2 toka nimeachana na huyo kijana niliyekuwa naye, na siku hiyo bwana nikaamua niende klabu ili nipate burudani kidogo. Kufika huko nikamwagilia moyo kidogo kutoa aibu, kisha nikaingia kwenye kucheza. Najua utakuwa unajiuliza nimeanza lini kunywa pombe ama kwenda klabu. Ukweli usiofichika ni kwamba kitendo cha kuachana na Joel na kuja huku nibadilisha maisha yangu kwa 100%. Swala la kukesha klabu kwangu ni kawaida sana. Pombe, kuvuta mashisha na vimekuwa sehemu ya maisha yangu. Kuhusu mahusiano yangu na Mungu yalisharibika kitambo, yani hata kabla sijaachana na Joel. So kuna wakati unapokuwa unamuona mtu yupo kwenye tabia fulani, nini ni mnywaji, nini mashisha, anavaa mavimini nini, hebu ukipata tu nafasi basi tulia afu ujue kwa nini amepitia. Hakuna mtu ambaye anafikia katika hiyo hali bila kuchangiwa na mazingira ama jambo lolote kwenye maisha yake. Na ukiniuliza kwa nini, mimi nitakwambia sijui, ila mimi ninachojua baada ya kukutana Joel tu ni kama taa ya imani ilizima ndani yangu. Na sio kwamba ni baada ya yeye kuanza kunitesa, no. Hii ni toka uchumba. Yes, toka nilivyosema ndio niko tayari kuwa mpenzi wako, ndipo mahusiano yangu na Mungu yalianza kuingia giza. Sijata nayo mwenyewe kuna wakati unaweza kuingia kwa mahusiano na mtu, yani hata pesa zenye zinakata. Ulikuwa na mahusiano na Mungu vizuri tu, unahudhuria kwenye ibada vizuri tu, mambo yote yanakata. Yani unaanza kutumia nguvu sana kufight for your life. Kwa hiyo mimi hata zile sala, maombi, kusoma neno na kumshirikisha katika mipango yangu niliacha, na sikuwa nataka kuacha, ila ule msukumo ulikufa. Kwanza nilihisi nikiomba au kumshirikisha Mungu hasa katika mahusiano yangu inaweza kumuondoa Joel kwenye maisha yangu. Unajua tena Mungu anaga masiala kwenye maombi ya mahusiano. Unaweza kaomba hapa yani naomba dalili niachane. Mungu anaweza kumuondoa huyo mtu dakika 0 na ukabaki, jamani Mungu kweli umemtoa na huyu. Kwa hiyo mimi kitu ambacho sikutaka kitokee kwa wakati ule ni hilo. So nilichagua kutembea nikiwa nimefunga macho kwa imani ya kwamba alikuwa ni wangu. Maana kama ni tabia, muonekano, vyote vilikuwa kama nilivyotaka. Sasa kama tayari nimepata mtu ambaye ana kila sifa niliyoitaka, kuna haja gani tena kumchosha Mungu na maombi? Yes, mimi sikuwa na sababu. So nikatembea mwenyewe na kilicho nikuta ndo hicho, na leo nimekuwa mtu mwingine kabisa. Basi bwana, mimi nilicheza, nikanywa, nikavuta shisha kwa wingi, ikawa ni mwendo wa raha tu. Yaani mimi nilikuwa naona kama niko dunia nyingine kabisa. Sasa bwana, wakati nikiwa busy na kuenjoy, akaja mwanaume ambaye kwa haraka alionekana kama ni raia wa Ethiopia. Mwanaume yule bwana alinifuata na kuanza kucheza huku akinishika. Kitu kile mimi sikukipenda. Nikanijitahidi sana kumkwepa, ila sasa akawa ananifuata. Sasa kwa kuwa sasa mimi nilikuwa nimelewa sana, nikashindwa namna kumtoroka. Sasa ndivyo lijinga sasa, silikataka eti kunikula mle tena bila hata makubaliano. Bahati nzuri akaja mkaka mmoja hivi na kutaka kunisaidia. Saa ngapi ile janaume eti lisimzuie na kumwambia eti mimi ni mwanamke wake. Kama Mungu tu, ile kaka akumwamini bwana, akanichukua kwa nguvu na kunitoa nje. Hapo na cheka tu kama fala. Kaka yule baada sasa kunitoa nje akaniuliza kwamba nyumbani ni wapi? Aliuliza ili anirudishe, maana mimi sikwenda na mtu. Lakini mimi sikumjibu, nikana cheka tu huku nikitaka kurudi ndani. Bila kuongea kitu alinibeba juu na kuniingiza kwenye gari, kisha akaondoka eneo lile bila kujua ni wapi napelekwa. Nikawasha mziki na kubaki nikiimba kwa fujo. Safari iliendelea, tukafika sijui ni nyumbani ama ni hoteli. Akasimama na kunishusha hapo, nalalamika yani kazima mziki. Kaka watu wakaongea. Akaniingiza ndani na kuniacha kitandani, akatoka kama dakika moja hivi na kurudi akiwa na glasi ambayo sikujua kwamba ina maji ya mapombe. Ila alivyoingia tu niliinuka na kumfuata, kisha nikamshika kifuani na kuanza kumsifia kwamba yeye ni mzuri sana. Hakutaka kunisikiliza, akaniambia nilale. Akili za pombe sasa. Yani kuambiwa nilale, nilianza kulia kama vile mtoto aliyefinywa. Kaka wa watu akaanza kunituliza pale. Nikatulia na kumwambia kwamba namtaka. Unajua alitabasamu na kuniambia kwamba ananitaka pia. Kisha akaniambia nilale. Nikamwambia hapana, kama naye ananitaka basi tupinduke. Kaka watu akagoma na kunilazimisha nilale. Sijui ni pepo la ngono ndo lilinivaa, maana mimi unajua sikumuelewa kabisa. Tena nilivyoona sasa anakataa, nikawa namlazimisha. Kijana alivyoona sasa mambo yanakuwa mengi, akanizimisha, kisha huyo akaondoka na kuniacha. Usiku kama umepita hivyo. Sasa kesho yake bwana, mida ya saa 3 asubuhi hivi si ndio niamke bwana kuangalia hicho chumba tofauti na kwangu. Tena niko uchi nilipiga yowe hadi ndege waliokuwa kwenye mti wakapeperuka. Kaka watu kusikia napiga makelele, alikuja mbio na kufika akaniuliza kwamba kuna nini? Nilimwangalia usoni na kisha hadi kwenye kifua kilichokuwa kimetuna
nikarudisha macho soni. Moyoni nikasema huyu sasa ndio Mrwanda halisi. Yaani ana kila sifa ya kuitwa Mrwanda. Sitaki kumwelezea sana maana mnajua kaka wa Rwanda namna walivyo handsome. Basi mwanamke Mia nikapiga fundo la mate na kuangalia chini. Kwa sauti yenye uzito akaniambia kwamba usijali, uko salama, kuhusu nguo zako ulizitapikia hivyo nimezifua. Basi nijibu asante huku nikijaribu kurudisha kumbukumbu nyuma. Sura ilinishuka, aibu ikanijaa baada ya kukumbuka ujinga niliofanya jana. Japo swala la kutapika sikulikumbuka. Basi kaka wa watu alivyoona sasa nimeangalia chini huku uso wangu ukionekana kujaa aibu, akageuka na kuondoka. Alivyoondoka tu nikainuka na kujifunga rubega kwa kutumia shuka, kisha nikakaa na kuanza kufikiri nitatokaje hapo. Dakika zilikata, akaja kugonga, nikamruhusu akaingia na kunipa nguo zake ili nivae. Nilipokea na kushukuru, akanionyesha bafu na kunitaka nioge kwanza. Mimi sikubisha, maana mimi nilikuwa nanuka pombe kama vile nilikuwa najimwagia. So nikaingia bafuni na kuoga vizuri. Nilipomaliza nikajifuta na kuvaa nguo nilizopewa. Baada ya kuvaa akaja kuniambia nikapate chai. Nikakataa na kuomba sasa niondoke, akagoma kuniruhusu eti kwamba nipate chai kwanza. Nikafikiria na kuona haina shida. Nikasogea dining, akaniwekea supu ya kuku na chapati. Kuziangalia zile chapati nikawaza huyu ni mbongo ama mbona chapati za kibongo hizi? Niliwaza na kuanza kula huku sasa nikimwangalia kwa kuibia. Yeye akawa biza hata kunyanyua jicho hakunyanyua. Basi tulikula na baada ya kula nikashukuru, akapokea shukrani yangu na kunipa nguo zangu ambazo zilikuwa bado mbichi. Moyoni nikatamani kumwambia ziache zikauke tu, nitakuja kuzichukua hata baadaye, ila nikajishikilia vizuri na kupokea, kisha huyo nikaaga na kuondoka. Nilifika nyumbani kwangu, nikajitupa kitandani na kuanza kufuta kumbukumbu za mambo yaliyotokea muda mfupi uliopita. Nikajigeuza na kulala kifudifudi na kusema kwamba toka nimekaa kwenye hii nchi sijaona mkaka handsome kama yeye. Kijana yuko hot juu hadi chini. Na kwa muonekano ule najikuta kutamani nizae naye hata katoto kamoja tu. Basi niliongea na kubaki nikiwaza namna gani nitamuingiza kwenye mtego ili niweze kupata mimba yake. Na sio kwamba eti mimi nimempenda, msije kusema kwamba tayari nishampenda. Mimi kama mnavyojua siwezi kupenda na sitakaa nipende tena. Kiufupi mimi na mapenzi hatuna ushirika hata kidogo. So nisinukuliwe vibaya, ila tu nataka nizae naye na katoto kangu katakuwa mashallah. Kwanza natamani kawe ka kiume, alafu kafanane vile vile. Kuhusu wa pili nitaona kama itawezekana kurudia mechi. Lakini kama nikifanikiwa mmoja, basi hata wa pili nitampata bila shida kabisa. Sasa muda ulienda nikabaki nalo moyoni, huku mipango ya kujiweka karibu yake ikisukwa akilini mwangu. Na mtu asinishambulie kwa kusema eti ni tabia mbaya sijui. Tafadhali naomba niachwe, maana najua ndio ni kwamba of course ndio ni tabia mbaya, ila ndo maisha ambayo nimeshaamua. Swala la kwanza kuwaza sijui eti mimi nitazaaje na mtu ambaye sijui familia yake, maisha yake, chimbuko lao na mengine mengi. Wewe mimi huo muda sina. Kwa sababu mimi ninachotaka mimi ni mtoto tu na sio mapenzi. Maana kama ningesema nataka ndoa hapo sawa, ningeanza kuchunguza hayo yote, lakini mimi sitaki hata kimoja. Sasa mimi kwa nini nijichoshe kufanya hivyo kwa mfano Hakuna. Kwa hiyo mai zangu naombeni mniache kabisa niishi maisha yangu. Haya bwana, sio bwana, iliisha. Kesho yake bwana nikaingia kazini kama kawaida, na ilipofika jioni nikarudi nyumbani. Nikawaza nitamuonaje yule mkaka? Ili nianze kutengeneza mazingira. Nikaona acha niende kwake, madai narudisha nguo zake. Kweli bwana, nikajiandaa na kuvaa nguo ambazo yeye mwenyewe akiniona tu lazima mate amtoke. Haya, nilipomaliza bwana nikaenda. Kufika getini bwana nikaulizwa na mlinzi akinitaka nitaje jina la mtu na namba ya nyumba ninayoenda. Maana kulikuwa kuna apartment nyingi. Nikabaki na kodoa macho nisielewe cha kujibu. Maana mimi sikujua jina lake wala namba ya apartment yake, si kuijua. Sasa nikawaza hapa nikikaa kimya sitaingia. Ikanibidi sasa nimuelezee mlinzi muonekano ule kaka. Ajabu, baada ya kumuelezea aliniangalia chini juu na kusema kwa jinsi ulivyo na mtu unayemtaja kuwa ndo unaenda kuonana naye, mbona haviendani kabisa. Huyo kijana namjua vizuri, ni mtu wa heshima zake, hawezi kabisa kuongozana na wewe. Nilichukia, nikamjibu ya kwamba kwa hiyo mimi naonekana kahaba au mwizi hadi nishinde kuwa karibu yake, au yeye ni Mungu? Basi yule baba akasema kwamba binti, naomba usilichoshe kwa lako kwa kujiongelesha ukahisi kwamba mimi nitakuruhusu, wewe nenda tu. Aliongea kama masiala lakini alimaanisha, kwani hata baada ya kuomba ila bado aligoma. Kinyonge nikageuka na kurudi nyumbani. Mimi sikukata tamaa. Kesho yake nikaenda tena, bado nikanyimwa ruhusa kuingia. Nikaona hapa ngoja nisubiri weekend ili niende asubuhi. Najua tu atakuwepo.
Kweli nikasubiri, na nilipofika asubuhi na mapema nikaenda. Kufika hata sikuongea, nikakaa pembeni. Yule baba mlinzi akabaki ananiangalia tu. Yakapita masaa mawili, akaniita kuuliza kweli ninakoenda niko yule kijana? Nikajibu ndio. Basi akanikagua pale kisha akaniambia subiri. Alimpigia simu yule kijana akamuuliza kama ananifahamu. Kijana akamjibu ndio. Sasa baada ya kuambiwa ndio, akakata simu na kunipa ruhusa niingie. Niliingia nikiwa nimevuta mdomo kama chuchunge. Yaani siku zote hizi amekuwa akinirudisha, kumbe angeweza hata kumpigia simu kuuliza. Ila akana yanirudisha tu kama siji nini. Huyu mzee siji ni mchawi. Basi bwana, nilifika hadi floor anayokaa, nikagonga, akaja kufungua. Nilitabasamu na kumsalimia, akaitikia na kunipisha niingie ndani. Niliingia na kwenda kukaa kwenye sofa. Taratibu nikaanza kuzungusha macho yangu kuangalia mazingira mle ndani. Angalia yangu ilikuwa ni kama ndo nimefika kwa mara ya kwanza. Lakini ni sawa. Unajua siku ile mimi sikuwa mimi ni pombe, na hata sikuwa na muda wa kuangalia mazingira. Ila leo niko mimi, sina pombe wala bangi. Basi nishangaa pale, nikasikia nataka kinywaji gani? Niligeuka na kumwangalia, maana aliongea akiwa nyuma yangu. Akaniuliza tena, nikamwambia naomba red wine. Akanijibu ya kwamba iliyopo haina klevi. Nikasema sawa, naomba hiyo hiyo. Basi bila kuongea neno aligeuka na kwenda kunichukulia hicho kinywaji. Nikawa namsindikiza kwa macho. Basi aliniletea pale, nikapokea na kuanza kunywa. Yeye hapo amekaa sofa la mbali, tena akawa busy na simu yake. Nikamwangalia na kuanza niseme nini sasa. Nikajifanya kukohoa kidogo, kisha nikasema ya kwamba asante kwa msaada wako. Sasa bila kuinua uso akanambia kwamba karibu. Kimya katawala. Hapo nachuja maneno kichwani na kubaki sielewi lipi niongee na lipi nisiongee. Mwisho nikasema ya kwamba nimerudisha nguo zako. Asante na samahani kwa kuchelewa. Akainua uso na kusema kwamba sawa asante. Baada ya kujibu hivyo airudisha umakini kwenye simu yake. Nikana muangalia huku nikimtafakari sana. Kwa kumwangalia tu alionekana ni mtu mwenye dharau. Alafu na mimi sasa, mimi na mtu wa madharau ni maji na moto. Yaani hivi kabisa. Ukimya wake ulinikata steam ya kuongea. Nikamalizia kinywaji changu na kuinuka nikaaga bila hata kusema yaani kwanza hata nilivyoaga, yaani hata kusema jikaa kidogo, akaniambia sawa. Nami bila hata kujibu nikapiga hatua kuanza kuondoka. Mara akanisimamisha kuniambia kwamba wakati mwingine unapokuja kwangu, vaa vizuri tafadhali. Nilishangaa huyu vipi huyu? Maana nguo niliyovaa siku hiyo ilikuwa ndefu. Ndio ilinishika sana kiasi cha kuchora umbo langu, lakini haikuwa mbaya. Kwa siri nikataka kumjibu ila nikajikuta tu nakaa kimya. Na hapo nilivokumbuka nguo niliyovaa ndio ni ndefu ila nyuma iko wazi. Lakini hata kama nyuma iko wazi, mbona haikuwa mbaya kiasi cha kwanza eti kuambiana kuvaa vizuri bwana? Kwa hali hii simtaki tena. Maana naona kabisa sasa tukienda kupangiana maisha. Kwanza mimi nahisi ni pombe tu ndo zilimvuruga, maana anaonekana kabisa huyu kwamba sio aina ya mtu ambaye anaweza kwenda sana mimi. So kama ni mawazo ya kuzaa naye iafe hapa. Habari za kuniletea vitoto vyenye kisirani hapa zitaki. Niliwaza na bila kuongea nikafungua mlango na kuondoka. Huku kichwani nikiwa na wazo la kutafuta mtu mwingine nipate mbegu tu. Huyu inaonekana ni mbolea, huyu sio mbegu huyu. Basi bwana, mimi nilifika nyumbani, nikaamua kulala walau nipumzishe kichwa. Muda ulienda, ikafika jioni nikajiweka sawa na kutoka kama kawaida nikaenda kupiga vyombo. Muda ulivyosogea nikabadili mazingira na kuingia klabu. Kufika ikawa ni mwendo wa kuenjoy hadi ilipofika alfajiri ndo nikarudi nyumbani. Sasa nilipofika tu nikaliangusha na kuja kuamka mchana. Kwa kuwa sasa ilikuwa ni bado weekend, sikuwa na ratiba yote ya kazi, so nilipoamka nikapiga chakula changu pale kisha nikakaa sebuleni na kuwa busy na TV. Saa moja jioni nikainuka na kujiandaa tayari kwenda kwenye party ya mfanyakazi fulani hivi ambaye ni mfanyakazi mwenzangu. So nilijiweka kipati zaidi kisha nikachukua usafiri na kwenda sehemu husika. Sikuchukua muda mrefu sana, nikafika na kukuta watu wameshafika. Nikasalimiana pale na watu nini ambao ninawajua nini, kisha nikasogea kwenye meza ya vinywaji nikachukua mvinyo kidogo na kumwagilia moyo. Sasa wakati bwana nikiwa busy kunywa, nikashtuka kusikia sauti ya kiume nyuma yangu ikiniambia kwamba ina maana umegeuza pombe kuwa kama maji, kwamba dakika yote unakunywa tu. Sauti ile haikuwa ngeni. Nikageuka bila hata kuonesha mshtuko wala mshangao na kukuta ni ule kaka Maringo. Nilimwangalia juu hadi chini na kuendelea kunywa. Alivyoona sijamjibu akasogea na kutaka kuninyang'anya. Sikutoa hata sauti, ni jicho na kidole.
vilitosha kumrudisha nyuma. Kwa hasira sasa nikamsindikiza na sonyo kali, kisha nikainuka na kuondoka. Alibaki ananiangalia tu. Na mimi huyo nikabizana na mambo yangu. Basi bwana, pati ilianza pale, ratiba zote zikafuata, na ilipofika sasa muda wa kufunga nikafungwa, wakaondoka. Mimi nikabaki nimesimama nje karibu na geti nikisubiri usafiri ufike. Na hapo nilikuwa nimelewa. Yaani nafanya kupepesuka tu. Nilisimama hadi nikahisi miguu inauma. Yaani ni kujichosha mtoto akike mie, nikivua viatu na kukaa chini bila hata kujali kuchafuka. Bwana, mimi kikubwa nikae basi. Sasa bwana, muda wote huo kaka Maringo alikuwa amesimama kwa mbali ananiangalia tu. Kujitolea kunirudisha nyumbani hataki, kazi kuniangalia tu. Dakika zilisonga, hatimaye usafiri ukafika, na aliyekuja kunichukua ni dereva ambaye mimi namtumia siku zote. So alipofika na kuniona nimekaa chini, akashuka na kuja kunisaidia kuinuka, maana unajua mimi nilikuwa nahisi yani kama miguu imefungiwa mawe. Basi kaka watu pale akanisaidia na kuniingiza kwenye gari, akaniweka vizuri na kunifunga mkanda pale, kisha na yeye akakaa na kutoa gari eneo lile. Sasa huyo Bwana Maringo huyo sijui alihisi naenda kunyongwa au nini, maana baada ya dereva wangu kuondoa gari pale, haraka naye aliingia kwenye gari na kuanza kutufuata bila hata sisi kujua. Safari iliendelea hadi tukafika nyumbani kama kawaida. Dereva wangu akanishusha na kunisaidia kuniingiza ndani. Alivyonifikisha tu akarudishia mlango na kurudi kwenye gari lake. Bwana Maringo baada ya kuona sasa nimeshaingizwa ndani na dereva tayari anaondoka, akageuza gari na kuondoka. Sasa hali ya kuwa ananifuatilia hasa nyakati ninazotoka kunywa iliendelea bila hata ya mimi kujua. Siku hiyo bwana akanitolea uvivu na kunifuata. Unajua alinifuatia wapi? Alinifuata nyumbani. Tena mimi nilikuwa najiandaa kutoka, nikashangaa nakuta gari limepaki nje. Sasa kwa kuwa mimi nilikuwa nimempigia dereva wangu, nikajua labda amebadilisha gari. Bwana nikasogea na kutaka kugonga kio. Kabla sijafanya hivyo, akafungua na kuniangalia kwa uso uliojaa serious sana. Kwa sauti ya mshangao nikasema, wewe?" Bila kuongea alifungua mlango na kushuka. Ajabu eti akataka kunishika mkono. Nikarudi nyuma hatua 3 kama namkwepa hivi. Sasa hiyo haikumfanya aniache. Ni alinyoosha mkono na kunidaka, nikaingizwa ndani ya gari kama vile ni kama vile anaingia kwake vile. Kufika akafunga mlango na kuniuliza ya kwamba utaacha lini huu upumbavu wako na uishi kama mwanamke mwenye utimamu. Nilihisi kama sijamsikia vizuri, nikasema, "Unasema?" Akasema, "Umenisikia, nataka jibu." Nikasema, kwa hiyo unataka kunipandishia sauti na huko nyumbani kwangu?" Kijana, ngoja nikuulize kwanza, hivi huko hapa kufanya nini? Maana sina appointment yoyote na wewe, na mbali na appointment, kwani tunafahamiana? Basi nilivyomuuliza hivyo, alikunja ndita na kunisogelea karibu, kisha akaniambia kwamba katika kitu nisichopenda kwenye maisha yangu ni kupotezewa muda. Nimekuja hapa nikitaka majibu na sio kuulizwa maswali kijinga. Nikasema, "Wewe hebu kwanza mnomba uniache, maana mimi naona kama sikuelewi. Eti upende kupotezewa muda. Kwani mimi nimekuita hapa au ninaonekana nataka kuongea na wewe?" Akaniambia kwamba, "Evelyn, nakuuliza tena, utaacha lini kuishi maisha ya kipumbavu na kuishi kama mwanamke mwenye akili timamu?" Nikasema, kumbe na jina langu nalifahamu. Haya, na mimi nikuuliza, maisha yangu yanakuhusu nini wewe? Na mbona imekuwa ghafla sana? Kwa sababu mimi ninachojua, mimi sina ukaribu wala urafiki wote na wewe. Sasa unaniambia hivyo ukiwa kama nani kwa mfano? Nilipomuuliza hivyo, alizidi kuchukia na kusema eti naishi maisha mabaya sana, sijui naivua thamani yangu kama mwanamke mara bla bla nini. Sasa kwa maneno yake mimi nikajua huyu ni ananifuatilia, na kichwa changu sasa nisivyopendwa kufuatiliwa. Nilijikuta nachukia na kuishia kumjibu ovyo. Kwanza yeye hakutaka hata kupigizana kelele na mimi, akaondoka akiacha ameniambia eti atahakikisha nanyooka. Nikamwambia kama nimepinda sawa, kinyume cha hapo kanyooshe ukoo wako. Basi akaondoka muda huo akaja, na wakati huo sasa ndo dereva akaja. Nikaingia kwenye gari na kwenda zangu viwanja. Nikawa nafanya mambo yangu huko, sasa nikigeuka huko na huko kuangalia kama yupo, lakini sikumuona. Nikajua basi maneno niliyompa yamemuingia, kwa maana hiyo ameanza kufanya yanayomhusu. Bila kujua alikuwa kabana mahali ambapo haikuwa rahisi mimi kumuona. Basi bwana, kama kawaida mtoto kike nikaenjoy pale hadi tarehe kageuka, ndo nikarudi nyumbani. Kaka Maringo huyu bwana jamaa anaitwa Lian aliendelea kunitaka niachane na maisha ya kunywa na kukesha klabu.
jambo ambalo halikuniingia akilini hata robo. Kwanza mimi nilimchukia na kumuona mieyusho tu. Sasa just imagine, eti mtu hatuna urafiki wala undugu wote, alafu eti unakazana tu kutaka kunibadilisha ili iweje? Which, where, who, when, how? Kwani mimi dada yake au mke wake? Na maisha yangu yanamhusu nini yeye hadi tuanze kufuatana kama kumbi bwana? Unajua nilichukia sana, nikamtishia kumshtaki ila hakuacha. Basi akaendelea na mimi kwa madharau. Sasa nikazidisha ile sasa kumuonyesha kwamba mimi siwezi kuacha, yani siwezi kuacha kuishi vile ambavyo ninataka. Basi mwisho akanyosha mikono na kutaka kutengeneza urafiki na mimi. Msikilizaji, kama unakumbuka siku ile ya kwanza tu nilimpigia mahesabu kwamba nizae naye, ila baada ya kujifanya yani anajifanya kwamba ni baba yangu na kutaka kunifanya niishi vile anaona ni sawa, nilikataa hata urafiki naye. Kwa sababu sikuona mimi umuhimu wake kwenye maisha yangu, zaidi tu angenifanya niwe vile atakavyo. So nikakataa ombi lake la urafiki. Sijui alitumwa mbuzi huyu, maana unajua hata baada ya kukataa ukaribu naye bado hakuacha kujisogeza. Nikaona huyu anataka kuniletea ujinga. Nikaanzisha mahusiano na mtu ili akiona niko na mtu akae mbali. Uliza sasa alikaa. Ndio kwanza akawa ananifuatafuata na kuniambia mwanaume niliye naye sio mtu mzuri. Sasa mimi nikampuuzia. Akaona aniharibia mahusiano yangu kwa kumwambia yule mwanaume eti mimi na yeye ni wa chumba. Jambo hilo mimi linifanya nikazidi kumchukia. Na sio kwamba eti mimi nilichukia kwa sababu eti nilikuwa nampenda. No. Yani hapana, yani kwamba siji kwamba mimi nilichukia kwa sababu nilikuwa nampenda mpenzi niliokuwa naye kwa wakati huo. No, mimi nilichofanya nimchukie ni kwa sababu aliharibu ratiba zangu. Maana mimi nilikuwa nalengesha siku za hatari ili nipate mimba then niachane naye, ila sasa akanivurugia hata kabla sijapata mimba yenyewe. Sasa nikaamua nidili naye vizuri. Yes, anajifanya baba yangu. Ngoja sasa nimuonyeshe maana halisi ya mtu akisema fanya mambo yako. Na hapa wala nitamnyosha kiasi ambacho hawezi hata akasahau. Sasa mimi sikutaka kupoteza muda. Nikatumia kuachwa kama njia ya kumvuta kwangu. Kwanza nijifanya sijui kama yeye ndio kaniharibia. Sasa nikampigia simu bwana. Akaringa kupokea. Sijui alihisi mimi namtafuta ili nimchambe, maana hiyo ndio ilikuwa kawaida yangu kumpigia na kumchamba. So akaacha kupokea simu bwana. Mimi sikutaka hata kumtafuta tena. Nikatulia kimya. Mambo ya kwenda club au kwenda siji kunywa na marafiki nikaacha. Hata kazini penyewe sikuenda karibu wiki nzima. Yaani ni mtu wa kukaa ndani tu. Basi bwana, weekend zote zikapita bila hata kuonekana nje. Sasa akaona huyu binti atakuwa sio mzima huyu. Bila kuchelewa akafunga safari na kuja nyumbani. Akagonga mimi kimya. Kwa kuwa sasa ilikuwa ni siku ya kazi, akahisi labda nitakuwa nimeenda kazini. Akaenda hadi kazini. Kufika akaniulizia na kuambiwa kuwa naumwa. Ni wiki sasa sijafika kazini. Kusikia vile alishtuka. Akatoka na kuingia kwenye gari haraka. Akasa ananipigia huku akiendesha kwa mwendo mkali, ila simu yangu haikupatikana. Dakika 25 zilitosha kumfikisha nyumbani kwangu. Kwa mara nyingine akagonga tena, wapi siitiki wala kufungua. Akaamua kumfuata mlinzi na kuuliza kama nilitoka. Mlinzi akamwambia hapana, sijatoka nyumbani, ni wiki sasa. Akili ikamruka, akahisi nimefia ndani. Akataka kuvunja mlango. Jirani akamzuia, madai wafuate funguo kwa mwenye nyumba, maana alikuwa haishi mbali na pale. Kwa hasira, Leon akasema no, hawezi kusubiri hadi akachukue funguo ili hali hajui hali yangu. Na bila kupoteza muda akaanza kuvunja mlango. Sasa niulize nilikuwa nafanya nini muda wote huo? Mwanamke akitaka kufanya lake atafanya hata iweje tu. Yaani niliona ili asogee karibu yangu lazima, yaani niliona kwamba ili awe karibu yangu zaidi lazima ama natakiwa kujitoa haswa. Na kujitoa kwenyewe ni kufanya nini? Kujifanya nataka kujiua. Na sio kujifanya eti mimi nilikunywa vidonge lukuki. Hapo nawaza atawahi kuingia kwa maana sasa kakichelewa si nitakufa. I say huu mchezo usiwahi kufanya. Ni ujinga tu na upumbavu wa hali ya juu. Yaani niliweka maisha yangu hatari kwa sababu ya kutaka kulipa ama kulipiza kisasi kwa kitu ambacho hakikuwa na maana yoyote kwangu. Kwa sababu kama ni issue ya kuniharibia kwa mpenzi, sasa jamaa aliyeniachanisha naye ni issue ambayo haikuwa nzito sana kiasi cha kufanya niweke maisha yangu hatarini. Maana mimi sikuwa na mapenzi yote na mtu yule. Na hata kama ningekuwa nayo bado mimi nisingepaswa kufanya ujinga kama ule
ila sijui akili zilishamiaga kwenye makalio, nikanywa mavidonge. Acha Mungu amue kunionjesha joto la kifo. Unajua nitegemea Lian atawahi kuingia, ila haikuwa hivyo. Mlango ulikuwa mgumu mwanangu. Mlango ulikuwa ni mgumu kuvunjwa, kama vile yani umezungushiwa vyuma. Ikabidi sasa wamtafute ili fungue patikane. Sasa muda huo dawa zimeshaanza kufanya kazi. Nilikuwa nimejilaza kitandani, ila ilivyoanza kuchanganya nilifurukuta na kudondoka chini kama mzigo. Macho yalinitoka kama mjusi aliyebana na mlango. Mikono sasa ikawa tumboni, ambapo nilikuwa nahisi yani kama utumbo unakatika katika. Nitamani kuinuka nikafungue mlango, lakini sikuweza. Mimi nilitamani hata kujisogeza walau nidondoshe kitu kuwapa ishara kuwa niko chumba fulani, ili kama wanaweza hata kupita dirishani, lakini sikuwa hata na nguvu ya kujisogeza. Sasa nikabaki najinyonga tu kwa machozi yakinitoka. Moyo ulijaa majuto, ila haikusaidia kitu, kwani nilishaharibu na sasa ni muda wa mavuno ya matendo yangu. Imani ya kuokolewa ilififia. Nguvu ya kufurukuta nayo ikaisha. Nikabaki nimejinyosha tu. Macho yalikuwa mazito kiasi ambacho hata sikuweza hata kupepesa upande wa pili. Taratibu povu likaanza kunitoka. Kiza nacho kikaanza kuyavaa macho yangu kwa kasi, na mwisho nikazima. Huku nje funguo ilipatikana, ila ikashindikana kufungua kwa sababu nilifunga kwa ndani na kusahau kuchomoa funguo. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Tukutane sehemu ya mwisho msikilizaji, kuweza kumalizana na hii simulizi, tuweze kujua kipi ambacho kitaendelea na vipi kuhusu Joel. Je, Joel atafanikisha kuonana na Eve? Na kama akionana na Eve, je, Joel atamwacha salama ama vipi? Mdoto ulikuwa na Lucas Lumbas. Hatujui kitakacho mkuta Eva, yani Evelyn, hatujui. Na hatujui je, siku ikatokea Joel akaonana na Evelyn, kipi kitakacho tokea? Na je, Eva ataweza kunusurika ama vipi? God be with you. Till meet again. Bye bye.